uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Kupitia hiyo amani ni lazima tuweze kuienzi na lazima tuweze kuikumbatia. Mgombea urais kupitia chama cha Makini, Kostajini Kibonde ameyasema hayo wakati alipofika kijijini Mwitongo wilayani Butiama mkoani Mara na kuani kaburi la baba wa taifa, huku akitoa rai kwa Watanzania kuendelea kuilinda tunu ya taifa. Hayati Abedi Amani Karume na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wametuweka katika hali hiyo, na Tanzania imekuwa ni nchi ya amani. Kwa hiyo amani ndani ya Tanzania imekuwa ni tunu, ni miongoni mwa tunu ya taifa za Tanzania, miongoni mwao ni amani. Mheshimiwa Kibonde ameongeza kuwa uwepo wa amani utasababisha taifa kukua kiuchumi, huku mtoto wa baba wa taifa Madaraka Nyerere akiunga mkono kauli hiyo. Panapokuwa na amani ni kwamba hata uchumi wa nchi, uchumi wa nchi mnaweza mkaukuza, kwa sababu amani ni kichocheo, kwamba panapokuwa na amani watu wanaweza kwenda kufanya shughuli za uzalishaji mali. Muhimu wa amani kwa kweli ni kwamba ni swala ambalo linaturuhusu sisi sasa kuwa hata kama tunatofautiana kisiasa, bila hiyo amani kuwepo, basi hatuwezi hata kupata muda wa kukaa na kujadili hizo tofauti zetu za kisiasa. Mgombea urais kupitia chama cha Makini yupo mkoani Mara katika ziara ya kuomba ridhaa kwa wananchi ili kupata kura zitakazomwezesha kushinda uchaguzi mkuu ifikapo tarehe 29 ya mwezi huu. Sadiki Unga, Star TV, Mara. Jana hapa Mwanza pia alikuwepo mgombea urais kwa tiketi ya chama cha NCCR Mageuzi. Na alikuwa na hadi sera zake pale Fraisha. Kwa ni mwendelezo, alimwaga yake pale safi. Alisemaje? Angekubwa tu ni kuhakikisha kwamba anawaletea wananchi maendeleo. Okay. Na kule mtaani kwangu pia kule kwa Kishefa kule. Kipiga tu mbuzi na kusikia ziwa. Kule pia kulikuwa na kampeni za udiwani. Nilifuatilia hapa na pale kwa ajili ya kusikiliza watu na hadi sera zao. Kwa hiyo si mbaya. Mwitikio wa watu ukoje Bernard kwenye hizi kampeni za hususan kwa vyama hivi vya mapinzani? Mwitikio ukoje? Vyama vinavyoshiriki bwana. Vyama pinzani lazima tuseme hilo ni vyama pinzani. Ni vyama lakini kuna vyama pinzani. Kwa sababu tayari kuna chama tawala. Sawa, mwitikio wa watu ukoje? Sawa, kwenye vyama vya siasa. Sawa. Vya siasa. Sawa. Vyama ambavyo vinagombea nafasi ya udiwani, ubunge na urais, kwa kweli naweza nikasema kwamba bado vile vyama vingine ambavyo pengine katika masikio ya wengi bado mwitikio sio mkubwa sana. Ndio hivyo sasa vyama pinzani. Na yawezekana ni kwa sababu tunapomaliza pengine naweza nahisi hivyo kwamba tunapomaliza uchaguzi kwa mfano udiwani, ubunge na urais, vile vyama havisambai sasa kwenda kwa wananchi kuendelea. Kwa sababu chama sio kwamba inapomaliza mchakato huo kikae kimya, hapana. Kwenye kufungua mashina, matawi, lakini pia kuweza kuhakikisha uhai wa chama unakuwepo. Hicho kitu kingesaidia sana vyama hivi. Sasa ukisikiliza kwa mfano sera za kila mgombea, kila mtu anachukua kwa mfano, unaona mgombea alikuja akasema kwamba watawasaidia vijana kama kina nyinyi kuweza kupata wachumba. Ni sera ambayo ukiangalia kwa juu unaweza kuona ni kitu cha kawaida, labda cha kuchekesha au chochote, lakini kwenye falsafa kuna kitu. Kwa sababu unapotaka kufanya maamuzi mazuri pia ya kimaendeleo ukiwa na familia ni rahisi sana kuliko bunduki. Sawa, tukiachana na chama cha Makini tuelekee katika chama cha Mapinduzi CCM ambako mgombea urais kupitia chama hicho Daktari Samia Suluhu Hassan yeye ameahidi kwamba atajenga kiwanda cha kuchakata maziwa wilayani Bukombe mkoani Geita, kwa kuwa eneo hilo ni wazalishaji wazuri wa maziwa, hivyo itakuwa ni fursa nzuri kuinua ama ni fursa nzuri ya kiuchumi na kibiashara katika eneo hilo.
Kishindo cha mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Samia Suluhu Hassan mkoa wa Geita hakimithiriki mapokezi kama unavyoweza kuyashuhudia. Watu wamehamasika, watu wamejitokeza kwa wingi kumlaki na kumsikiliza nini anakuja kuambia atakachokwenda kufanyia miaka mitano inayokuja. Na tumeongea na baadhi ya wananchi wa maeneo haya, wamesema kwamba wako tayari kujitokeza Oktoba 29 kwenda kumpa kura nyingi za ndio ili aweze tena kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, awaletee maendeleo zaidi. Tumeamua sasa tuingie kwenye ng'ombe wa maziwa, tuinyanyue sekta ya biashara ya maziwa. Hapa Bukombe ni wazalishaji wa maziwa wazuri sana. Tunakwenda kuinyanyua sekta ya maziwa, lakini pia kuweka viwanda vitakavyochakata maziwa ili maziwa yawe bidhaa na wafugaji wale waweze kuuza bidhaa, fedha ingie mfukoni, maisha yaendelee. Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza kuwa iwapo atachaguliwa tena kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amepanga kutekeleza miradi muhimu ikiwemo kuongeza utafiti wa madini ili kubaini maeneo yenye rasilimali hizo muhimu, kukamilisha na kujenga miradi ya maji, elimu, kilimo, umeme na barabara. Tunakwenda kufanya utafiti mkubwa wa maeneo ya madini. Kama mnavyojua, nchi yetu tumepima 16% tu ya nchi hii, na hayo ndiyo madini tunayoyachimba sasa. Sasa tumeona haja ya kupima zaidi nchi yetu, tujue madini yaliyopo yapo pahali gani na tutayachimba vipi. Kipaumbele chetu kikubwa tutakapomaliza utafiti, kipaumbele ni kwa wachimbaji wadogo, vijana wetu wa Kitanzania ambao ndiyo ajira yao. Mjumbe wa kamati kuu ya CCM ambaye pia ni naibu waziri mkuu Dr. Doto Mashaka Biteko amesema tangu wilaya ya Bukombe ianzishwe mwaka 1996 ilikuwa nyuma kimaendeleo na hakukuwa na huduma muhimu za kijamii, lakini tangu Dr. Samia Suluhu Hassan aingie madarakani, Bukombe imepiga hatua kubwa na upatikanaji wa huduma za kijamii, yani ni kama zote. Unaingia ofisini ulitukuta upatikanaji wa maji kwenye wilaya yetu ilikuwa 25%. Umetupandisha mama. Leo upatikanaji wa maji kwenye wilaya yetu tuko 65%. Na bado kuna miradi mingi zaidi ya miradi 22. Na ukuishia hapo, mtambo wa kuchoronga maji umeuleta tunao kwenye wilaya yetu ya Bukombe ili mahali tunapohitaji maji tuchimbe na tupate kwa haraka. Hapa zimegaiwa leseni 7,977. Hakuna mtu ameachwa. Mgombea ubunge viti maalum kundi la vijana Jessica Pombe Magufuli amemwombea kura Dr. Samia Suluhu Hassan kwa wana Bukombe, akisema kuwa ni kiongozi mpole, mnyenyekevu, anayejali na kupenda maendeleo. Ukianza na mradi wa SGR leo kwa mkoa wa Dar es Salaam mpaka Dodoma tunatumia masaa matatu. Nimejipanga vizuri kushiriki uchaguzi tarehe 29. Tunaenda kutiki kwa Mama Samia na kwa Doto Mashaka Biteko. Dr. Samia Suluhu Hassan Jumapili hii akiwa mkoa wa Geita amefanya mikutano Masumbwe, Mbogwe, Bukombe na Runzewe, huku akisimama njiani katika vijiji mbalimbali kusalimia na kuomba kura za ndio ili aweze tena kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha pili. Nikiripoti kutoka wilaya ya Bukombe mkoani Geita, mimi ni Adam Luhomwa wa Star TV. Sawa, kwa hiyo kimsingi hivyo ndivyo ilivyokuwa. Tumetazama chama cha Makini, tumekitazama chama cha Mapinduzi CCM na tutaendelea kuvitazama vyama vingine kwenye uga wa kimataifa. Suri kubwa. Kabla unaenda kimataifa, nafikiri of course kwenye magazeti kwa na hiyo taarifa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Yes. Ondoa baadhi ya vituo vya kupiga kura. Lakini wakati ikiondoa vituo hivyo pia kuna vingine ambavyo imeviongeza. Yaani vile ambavyo idadi ya vituo ndio imeongeza ambao wametolewa. Mienguliwa. Hivi tunasema tunatumia kuenguliwa. Ndio. Kwa sababu ukiteuliwa kitaka kutolewa kwenye nafasi unaenguliwa. Kwa hiyo mtazamaji, nafikiri kwenye magazeti ataweza kupata habari zaidi kwa kina, lakini pia tutapata pia taarifa zaidi kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Wananchi wajiandae tu, kwa hiyo sije kuona kama ni vitu
vitu vigeni. Kitu fulani sijakuta wamekipeleka kingine. Wameshaweka vile vitu vingine kutokana na umbali. Ili kuhakikisha. Na alizungumza kwamba lengo ni kuhakikisha kila mtu anapata haki ya kupiga nini? Ya kupiga kura. Kwa hiyo hilo ndio msingi zaidi hapo. Ndio. Kwa hiyo ukifika eneo itabidi tufuatilie hili ili ujue kitu fulani pengine kilikuwepo mahala fulani. Je, kipo hapo ama ndio na wameongeza hivyo zaidi ya 100. Kwa hiyo lengo ni hilo, kuhakikisha kwamba kila mtu anapata haki ya kupiga kura. Lile ni kwa hapo kipo kama umbali gani? Mimi naweza nikasema ni jirani tu. Dula. Yaani kiasi kwamba natembea tu kwa miguu. Dula usikute ajua hata kituo chake. Ukipiga mruzi, jamani nakuja kupiga kura. Ana boda wake lakini. Anipeleka. Atafahamu tu. Mimi ni jirani. Mimi kuacha kupiga kura. Nani amesema ameacha? Sasa tukienda kwenye uga wa kimataifa, story kubwa ukitazama katika siku za hivi karibuni ni yale mapatano ya amani baina ya Hamas na Israel. Sasa inasubiriwa kitu kinachosubiriwa tayari. Israel walishakubaliana, Hamas pia walikubali utekelezaji kwamba ilitakiwa, nadhani kama sio leo, ni leo Jumatatu, Hamas wanapaswa kuachia wale mateka wote wa Israel. Wakati huo pia Israel itaachia wale mateka wa Palestina ambao wamewakamata. Kwa hiyo tusubiri tuone nini hasa kitafanyika, lakini shamra zimeonekana kwa nchi ya Israel, wako ambao wanafurahia mapatano haya, lakini pia wameshaanza kujitoa katika maeneo ya Gaza. Lakini pia imeonekana pale Gaza watu wanashangilia kupatikana kwa nini? Kwa amani. Listi kwa siku hizi kumepungua. Hapa ndo tunaona na wale ambao walitoka sasa ukanda wa Gaza wanaanza kurejea. Wale wanajeshi wa IDF ambao walikuwa Gaza na wanaanza kufanya nini? Kutoka. Kwa hiyo hizi ni jitihada ambazo zinafanywa na mataifa mbalimbali ikiwemo Marekani katika kuhakikisha unapatikana amani katika eneo hilo. Sawa, kwenye michezo jana bwana, Simba Queens kwa mara nyingine tena wameendeleza uteja kwa JKT Queens. Na jana wamepasuka dakika nadhani kwa dakika za mwanzo akapigwa goli 2. Sasa yule beki nikaa nasema hii beki iwe mechi ya watani wa jadi. Alafu ndo ukuta anapiga kichwa ya namna ile. Ataambiwa maneno mengi. Unamaanisha mechi ya Yanga? Simba na Yanga. Yaani yule angefuatiliwa sana. Lakini jana ndio hivyo, JKT Queens imeibuka wababe wa ngao ya jamii. Wakati huo Yanga Princess wenyewe ni mshindi wa 3 bila shaka. Walimpasua yule Mashujaa Queens, walipigwa goli 2. 3 3. Lakini pia jana kilikuwa ni kilio kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Wenyewe wanaume walicheza mechi ya kirafiki na Al Hilal. Sasa wao walikula miguu ya stuli. Walikula gongo 4-1. Kama wamesimama ni ya kirafiki. Na kuna striker mmoja anaitwa bwana Jumapili Sande, huyo ndo alifunga goli 2 katika mechi hiyo. Kimsingi ni game ya pili. Ni game ya pili. Game ya kwanza Simba alibuka goli 2-1. Hii game ya pili amepigwa goli 4-1. Goli la Simba, maana yake hapa angetoka Simba Sports Club kama ingekuwa kwenye mashindano. Kwa hiyo Eli Mpanzu alifunga hilo goli. Na inavyosemekana, unajua Mpanzu wa kuanza vizuri huu msimu amekuwa na kiwango fulani hivi ambacho hakikuridhisha baadhi ya watu na nini. Sasa akaenda kufanya mazoezi, inavyosemekana kwenye mechi hizi amemprove kiwango chake. Na inavyosemekana bwana, mimi sidhani kama nne ni nyingi ukizingatia kiwango chake. Tunaambiwa kwamba wanajenga timu. Kwa hiyo sidhani kama 4 nyingi kwa mimi. Sababu kwenye hii kwa kweli inaeleweka kwa sababu Pantev bado anatafuta kikosi chake cha kwanza. Kwa hiyo anajaribu nani akae wapi, nani afiti wapi. Kwa hiyo ni vizuri wakawa wanafungwa ili wakajua sehemu gani inavuja. Sawa. Mtazamaji, haya ndio ambayo tunayo kwenye habari ambayo tumekusanyia kwa siku ya leo. Lile ni Sindwali. Naam. Sasa magazeti kama yapo tayari, walau kwa dakika chache hizi tuyatazame, ikiwa ni saa 1:23
Pasipo kusahau saa 1:30 tutakuwa na mjadala wetu wa kwanza tukiangazia sekta ya afya. Bado ponani Bernard James BJ, Abdal Othman pamoja na Lilian Ruguga. Lilian, kwenye magazeti kuna nini? Haya, kwenye magazeti leo Oktoba 13 tuanze na gazeti la Mwananchi. Kwenye gazeti hili la Mwananchi hapo naomba utuwekee hapo. Habari kubwa hapa ni mauaji ya askari Arusha yashtua. Hiki tu bwana. Angalia ulivyojadili kwenye magrupu huko. Mimi nilifuatilia. Nimeona walikuwa akidaiwa kuwa mwizi. Niona alikosea yule kuingia kwenye gari ambayo sio ya kwake. Sasa ni lakini ni tabia ya wananchi kujichukulia sheria mkononi na tulianzia hapo. Mtu mle. Haya. Na kama angekuwa mwizi, ndio majibu maswali mengi. Alikuwa mwizi. Yaani mwizi lakini nafikiri pia vilevi vilichangia. Of course wamesema. Ukikuta mtu mla amelewa amekaa hivi, si bora hata umtandike vibao tu vile vitatu, si inawezekana labda pombe ikate apigwa na kitu kizito kichwani. Jeshi la polisi Arusha ladai alizidiwa na kilevi akiwa baa, la washikilia watuhumiwa 5. Lakini katika habari nyingine Samia awapa ujumbe vijana kulinda nchi. Vijana kina Dula Dira 2050 na mustakabali wa mfumo wa elimu. Mgombea kutoa shilingi 500,000 kwa kila mwananchi Zanzibar. Soma hapo. Haya. Watu wasije wakahamia Zanzibar. Kauli za wananchi mwendo kasi Mbagala ikitesti mitambo. Kwenye gazeti hili la Mwananchi habari kubwa hapa. Kuna nyomi kule. Watu ni wengi. Yaani Mbagala na Gongo la Mboto sasa hivi watu ni wengi kweli kweli. Kutoka posta kwenda Mbagala ninavyokuaga. Itakula sinyani imejaa hivi. Mbagala ina watu. Na ukitaka kujua kwa nini ina watu, wewe nenda kasubirie usafiri wa umma kuanzia mida saa 10 hivi ukiwa pale Kariakoo gerezani. Uende sasa Mbagala. Haya, kwenye gazeti hili la Mwananchi habari kubwa hapa kwa siku ya leo ni mauaji ya askari Arusha yashtua. Twende kwenye gazeti lingine. Tuweke gazeti lingine hapo. Gazeti lingine haya. Kwenye gazeti la Habari Leo, Samia vijana lindeni amani. Naona hapa kwenye habari picha akiwa kuna picha ya mkutano hapa. Akiwepo Dr. Samia Suluhu Hassan mgombea urais wa kiti cha urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. INEC yafuta vituo 292, yatengua wagombea 7. Alikuwa anazungumza hapa BJ. Lakini Dr. Mwinyi atangaza neema kilimo cha mpunga. Wakulima jamani, kilimo kinalipa. Haya, 5 mbaroni tuhuma kifo cha polisi Arusha. Vijana muwe waangalifu upotoshaji akiliunde. Lakini pia TAMISEMI yawapa maagizo DAT na UDAT. Katika gazeti hili la Habari Leo kwa siku ya leo habari kubwa hapa, Samia vijana lindeni amani. Twende kwenye gazeti lingine. Gazeti la Nipashe, hatima ya Lissu kwa majaji leo. Ni katika mvutano wa kisheria uliotokana na Lissu kuhoji uaminifu wa shahidi wa jamhuri, hoja aliyojenga kwa msingi uliowekwa na mahakama ya rufani kupitia mashauri ya Lilian
Fortes na Shedrack Sospita. Ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe utapata undani wa taarifa hiyo. Lakini Samia awapa angalizo vijana, mtoto afa baada ya kudonolewa na kuku. Alafu bwana, hii kuna sijui kama ni kweli, lakini mlishasikia kwamba kwa mfano usiku kuku akikudonoa usiku, ndio labda usiku wa 8 hivi, huwa kuna sumu. Sio nafikiri, lakini sister hapo inawezekana labda anaweza kaja akaelezea hivi kwenye upande wa mifugo. Inawezekana, nimeshawahi kusikia pia. Sema huwa anasema huwa anadhani kama ukiingiza mkono alafu ukaona anajua ni nyoka. Kwa hiyo atakudonoa na inasemekana na hiyo sumu. Lakini sasa tutauliza kwa sababu wataalamu hapo. Tutawauliza kuna kweli ndani ya hilo. Nimeshawahi kusikia kuku akikudonoa usiku huwa ana sumu, na ndio maana unakuta kuku analala nje na sio kwamba nyoka hawezi kuingia. Haya, analala nje. Analala nje. Ana uwezo wa kulala nje, ila sio kuku wote huwa wanalala nje. Mgombea urais, kila mwananchi atapata 500,000 kila mwezi. Zaidi ya watu 45,000 wapata tiba Mirembe. Haya, kwenye gazeti hili la Nipashe kwa siku hii ya leo Oktoba 13, habari kubwa hapa ni hatma ya Lissu kwa majaji leo. Twende kwenye gazeti lingine. Gazeti la Majira. Samia, tukapige kura kuwezesha maendeleo. Awataka vijana wasikubali kurubuniwa kuharibu amani, asema kwa kuwa yeye ni mama ataendelea kuwalea wananchi kwa kuhakikisha anafanikisha shughuli zitakazoinua maisha. Habari kuu ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Serikali ya ACT Zanzibar kuongezea thamani bidhaa, lakini msikiti Mwanza kuombea uchaguzi mkuu wa INEC. Sawa, piga kura kwa amani, haki na afya bora kwa taifa letu. Kuna ujumbe hapa kwenye gazeti hili la Majira. Twende kwenye gazeti lingine. Habari kubwa hapa ni Samia, tukapige kura kuwezesha maendeleo. Gazeti lingine, gazeti la Uhuru. Dr. Samia awasisitiza vijana kulinda amani. Nafikiri ndio habari ambayo ipo kwenye magazeti mengi kwa siku hii ya leo. Wito wa Dr. Nchimbi kwa viongozi wa dini, lakini CAF kujenga barabara za mitaa jimboni Ukonga. Mganya, mazuri mengi yamefanyika Kakonko, Kigoma huko. Haya, CCM imetekeleza ahadi zake kwa kiwango cha juu Zanzibar. Utapata kufahamu undani wa taarifa hii ukipata nakala yako kwenye gazeti hili la Uhuru. Twende kwenye gazeti lingine. Mwanasport. Gazeti la Mwanasport, taarifa kubwa hapa ni Roro apewa saa 72 Yanga. Nakumbuka kwamba Yanga inavyosemekana wanatafuta kocha wakati huyu bwana alitajwa sana lakini baadaye dili likayeyuka kama maneno mengi, lakini undani wa taarifa wanafahamu wenyewe watu wa ndani nini kimetokea kati ya bwana huyu na wananchi Young Africans. Lakini Pantev ashtuka Simba, ameshtuka kitu gani? Basi utapata ndani ya taarifa hiyo katika gazeti hili la Mwanasport. Lakini ni JKT Queens tena, hiyo ni taarifa nyingine kwa upande wa soka wa wanawake. Naam, tumemaliza kwa namna hiyo kwenye uchambuzi wa magazeti kwa siku hii ya Oktoba 13. Tumemaliza na gazeti hilo la Mwanasport. Sawa, basi tupumzike kidogo, tukaporejea ni wasaa mjadala wetu wa kwanza katika sekta ya afya. Boy kwamba atakiwa au madoki Mwanza oye, Nyamagana safi. Wewe muona we mama Samia mama, wewe muona huyo.
Nimefurahi sana kuingia kwenye mkoa huu muhimu, na mkoa huu mimi na uhesabu kama nyumbani. Niwaeleze kuwa tayari tenda ya ujenzi imeshatangazwa ili tumpate mkandarasi. Muda wowote tukipata mkandarasi na tukipata fedha za kuanzia, huu mradi unakwenda kuanza. Mwanza inakwenda kuwa jiji kweli kweli. Kazi na utu, tunasonga mbele. Chagua Samia, chagua CCM. Oktoba 29 tunatiki. Same oye! Watu wamejiandaa, mheshimiwa mgombea wetu, kukufurahisha na kukifurahisha Chama cha Mapinduzi safari hii. Mahayo, niwaambie wanasame kwamba yajayo yanafurahisha. Ndugu zangu, kapigieni kura Chama cha Mapinduzi. Twende tukatengeneze utu wa mtu. Twende tukaunawirishe utu wa Watanzania. Na ndio maana tunasema kazi na utu. Tupeni kazi, tunawirishe utu wa Mtanzania. Tanzania yetu isonge mbele. Kazi na utu, tunasonga mbele. Chagua Samia, chagua CCM. Oktoba 29 tunatiki. Barua kwa mama. Yes, kwamba tukiweka kwako Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, mimi ni mama wa familia. Kupitia bima ya afya ulioianzisha, nimeweza kupata matibabu kwa watoto wangu bila gharama kubwa. Hili ni jambo kubwa ambalo limepunguza mzigo mkubwa wa familia yangu. Na kushukuru sana na kuombea afya njema na nguvu za kuendelea kutumikia Watanzania wote. Asante, nikutakie kazi njema ndani ya taifa letu. Asante, asante sana mama. Barua kwa mama. Kitu hapa ni very powerful. Mwadela wa mayo na baba. Mheshimiwa Mwenyekiti na mgombea wa kiti cha urais, tunayo machache pia naomba niyataje kwa wilaya yetu ya Misungwi. Kwa upande wa afya, ulituletea zaidi ya bilioni 9. Umetujengea hospitali yetu ya wilaya iliyoko Iteja. Tunakushukuru sana mama. Bandari ya kisasa. Ninaposema hivi, ndugu zangu wavuvi, na waelewa kwamba mnataka soko jipya, soko la kisasa kwa ajili ya kuuzia samaki. Kwa hatua ya sasa, sidhani kama kuna kizuizi chochote kwenye kuzuia jengo hilo. Nadhani halmashauri ilichukue na ifanyie kazi, lakini niwaahidi kwamba tutakuja kujenga soko jipya, soko la kisasa. Kazi na utu, tunasonga mbele. Chagua Samia, chagua CCM. Oktoba 29 tunatiki. Mwadela wa mayo na baba. Mheshimiwa Mwenyekiti na mgombea wa kiti cha urais, tunayo machache pia naomba niyataje kwa wilaya yetu ya Misungwi. Kwa upande wa afya, ulituletea zaidi ya bilioni 9. Umetujengea hospitali yetu ya wilaya iliyoko Iteja. Tunakushukuru sana mama. Bandari ya kisasa.
Ninaposema hivi, ndugu zangu wavuvi, na waelewa kwamba mnataka soko jipya, soko la kisasa kwa ajili ya kuuzia samaki. Kwa hatua ya sasa, sidhani kama kuna kizuizi chochote kwenye kuzuia jengo hilo. Nadhani halmashauri ilichukue na ifanyie kazi, lakini niwaahidi kwamba tutakuja kujenga soko jipya, soko la kisasa. Kazi na utu, tunasonga mbele. Chagua Samia, chagua CCM. Oktoba 29 tunatiki. Sauti za wananchi kuelekea Oktoba 29. Nitaenda na mama. Ni kwa nini nasema nitaenda na mama? Ni kwa sababu ameboresha miundombinu ya Tanzania, ikiwemo SGR, ikiwemo hospitalini, ikiwemo maji, umeme tunapata kwa wakati. Kubwa zaidi, amezidi kuimarisha amani ya Tanzania, ambao tunafanya kazi zetu kwa amani, kazi zetu ambazo tunazo kila siku tunazo kwa amani. Mimi chaguo langu ni mama. Kwa nini nasema chaguo langu ni mama? Ametekeleza miundombinu ya nchi. Kwa wanavyosema kitaifa, kazi na utu, ina maana yeye kama kiongozi anatuweka pamoja. Yeye kama kiongozi anatuweka pamoja kwenye kazi na utu. Na maana utu ni kutoka moyoni wake kabisa. Oktoba 29 taenda na mama. Kazi na utu, tunasonga mbele. Chagua Samia, chagua CCM. Oktoba 29 tunatiki. Tuendelee na kipindi cha Tuongee Asubuhi, ikiwa katika mjadala wetu wa kwanza kwa siku ya leo. Na leo tutajikita katika uelewa kuhusu mradi wa kuimarisha uelewa wa kuzuia, kujiandaa, kugundua, kukabiliana na kudhibiti magonjwa mlipuko na dharura nyingine za afya nchini Tanzania. Na hapa studio nimeungana na Otilia Goele, ni kaimu mkurugenzi wa huduma za afya kinga kutoka Wizara ya Afya, lakini niko na Dr. Sister Rosemistika Sambu, huyu ni mwakilishi wa mkurugenzi wa huduma za mifugo Wizara ya Mifugo, lakini pia nipo na mgeni wangu hapa mwingine, tutakwenda kumuona wakati muda si mrefu hapa. Na pia tutajikita katika swala hili ambalo tunalizungumzia, magonjwa milipuko, lakini pia dharura nyingine za kiafya. Unazifahamu dharura nyingine za kiafya ni zipi? Basi huu ni wakati sahihi wa kulitazama hilo. Jina langu ni Al-Habib Abdullah Othman Firuz, ndiye ambaye nitakuongezea kipindi hiki kwa siku ya leo. Wageni wangu, karibuni sana. Asante. Na tumekuwa tukilitazama swala hili. Mtazamaji, kwa sasa usipige simu, nitaacha muda kupiga simu, subiri kidogo hapa, tutakuachia muda dakika kadhaa pale. Wageni wangu kwa hapa, basi tutapiga simu na watakujibu. Lakini pia nilikuarifu nitakupa na mgeni mwingine hapa, anaitwa Dr. Salima Ali Manyata, yeye ni mkurugenzi msaidizi wa afya moja, idara usimamizi wa maafa, ofisi ya Waziri Mkuu, sera bunge na uratibu. Dr. Salima, karibu sana. Karibuni sana kwa pamoja. Dr. Goele, sio mara ya kwanza kwa hapa, tulikutana mara kadhaa. Karibu sana. Nafurahi kuwa nawe siku ya leo. Lakini sister pia sio mgeni. Sio mgeni hapa. Bwana Salum, wewe ndo mara ya kwanza nakuona. Inawezekana sio mara ya kwanza kukua kwenye kipindi, lakini ndo mara ya kwanza unakutana nami. Karibu sana. Sasa natamani tuanze kulitafuta swala hili ama kulitazama kwa undani swala hili. Okay. Sasa mtazamaji, kimsingi kwanza, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetunukiwa dola za Kimarekani takriban milioni 25 kutoka Shirika la Afya Duniani kupitia Pandemic Fund kwa ajili ya mradi wa kuimarisha uwezo wa kuzuia, kujiandaa, kugundua
kukabiliana na kudhibiti magonjwa mlipuko na dharura nyingine za afya Tanzania. Ufadhili huu unaongezewa na uwekezaji wa pamoja wa dola milioni 7 na ufadhili wa dola milioni 6.7 na kufanya jumla ya dola milioni 38.7. Mradi huu mkubwa kati ya serikali na wadau utaimarisha uwezo wa Tanzania kuzuia, kugundua, kukabiliana na milipuko ya magonjwa. Kuna mambo mbalimbali yanaingia hapa, na ndio maana siku ya leo tunataka tulijadili hili kwa undani kabisa. Nikianza na Dr. Goyle kutoka kwenye Wizara ya Afya. Je, kwanza mradi huu ni mradi wa aina gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Mradi huu wa kukabiliana, kudhibiti na kujiandaa na magonjwa na athari zingine za kiafya ndio ni mradi ambao unakwenda kutuwezesha nchi yetu kuwa na miundombinu thabiti na mifumo thabiti ya ufuatiliaji wa magonjwa, lakini vile vile kuhakikisha kwamba kuwa na mifumo thabiti ya ugunduzi wa magonjwa, lakini kuwa na rasilimali watu wa nguvu kazi yenye utaalamu thabiti wa kuweza kutambua magonjwa hayo na kuweza kusaidia udhibiti wake. Katika afua hizo kuu tatu kubwa ndizo ambazo mradi huu unakwenda kujikita katika maeneo hayo makuu. Na pengine huu ufadhili ama tuzo hii dola milioni 25 ina maana gani kwenye sekta ya afya nchini Tanzania? Mradi huu wa kukabiliana na magonjwa ya mlipuko kama tunavyoeleza ndio unakuja kutusaidia sana sisi kama nchi kuhakikisha kwamba mifumo yetu ya ufuatiliaji wa magonjwa inafanya kazi kwa kuzingatia uharaka, usahihi, lakini vile vile kwa kutumia maabara zetu ambazo zimethibitishwa kimataifa kwamba zinaweza kutambua magonjwa hayo na kuyatolea taarifa kwa haraka. Hili sasa linafanyikaje kwa urahisi? Kama unavyoona ndugu mtangazaji, ya kwamba afya ya binadamu inazurika sana kulingana na jinsi ambavyo mwingiliano uliopo kati ya wanyama na binadamu. Sasa hatuwezi tukatenganisha vitu hivi viwili. Ni kwamba lazima shughuli zote za kiuchumi zikaendelea, na katika nchi yetu sekta za mbalimbali zimewekwa ili kuhakikisha kwamba usalama wa afya katika upande wa binadamu na wanyama zote zinasimamiwa vizuri. Na ndio maana utaona hapa sasa tupo katika wizara yetu ya mifugo na uvuvi, tuko wizara ya afya, lakini tukiratibiwa kwa karibu sana na ofisi yetu ya waziri mkuu katika dhana yetu kubwa moja ya afya moja tunaoita One Health approach. Sister Sambu, karibu. Nikitazama kwa upande wa mifugo sasa, nataka kufahamu kwa upande wa mifugo hili limekaaje mradi huu na una gani kwenu? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa upande wa mifugo sisi ndio tunahusika na wanyama, lakini tunaangalia kwamba 72% ya magonjwa anayoyapata binadamu inatoka kwa wanyama. Sasa kama alivyosema kaimu mkurugenzi kwamba tunakuja kujengewa, huu mradi unakuja kutujengea uwezo. Sasa kwa upande wa afya kujengea uwezo wa wataalamu kule kwenye jamii, kuwe na wataalamu wa kutosha ambao watakuwa wa kwanza kabisa kuangalia viashiria vya magonjwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Nitolee mfano. Kunapokuwa na mvua nyingi, mimi mtu wa mifugo, sasa daktari wa mifugo, najua kwamba mwaka ambao kunakuwa na mvua nyingi sana imenyesha, kuna uwezekano wa kupata homa ya bonde la ufa. Lakini nikiwa na mtaalamu kule kwenye kata au kijiji fulani, inanisaidia mimi kumwandaa kwamba kwa mvua hii tujiandae kuangalia dalili hizi. Je, kuna wanyama labda mimba zinatoka? Kama kuna mnyama yote anatoka damu, tunakuhakikisha kwamba tayari hapa kuna ugonjwa. Sasa atatoa taarifa kwa mtu ambaye yeye anatakiwa ampe taarifa, na mtu wa afya atapata taarifa kwa kupitia mtu wa mifugo. Lakini pia huu mradi unatujengea uwezo wa maabara. Kwamba maabara ya mifugo tayari itakuwa na uwezo kama kukiwa na viashiria vyovyote, je, mtu wa maabara ataweza kuchukua sabu kutoka kwa huyo mnyama na kuzitolea taarifa ambazo ziko vizuri.
Sasa Dr. Salum, naomba tugusie hili. Kwenye huu mradi kuna maeneo mawili. Magonjwa ya mlipuko lakini pia dharura nyingine za kiafya. Nataka kufahamu dharura nyingine za kiafya tukizungumza hapa tunamaanisha nini? Nakushukuru sana mwezeshaji wetu hapa. Kama nilivyosema, ofisi ya waziri mkuu inafanya kazi ya uratibu wa shughuli zote za serikali, na mimi nimepewa jukumu la kuratibu masuala ya afya moja, ambapo tunakutanisha afya na hakikisha kwamba wataalamu wa sekta za afya mimea, afya ya binadamu na afya ya wanyama tunakaa pamoja kwa ajili ya kutatua changamoto za kiafya ambazo zinatukabili. Na mojawapo ya changamoto ambazo tunazokabiliana nazo upande wa sekta ya afya ni magonjwa ya milipuko, lakini na dharura zingine za kiafya. Na tunapozungumzia magonjwa ya milipuko yanajulikana kama alivyozungumzia hapa masuala ya Rift Valley fever, kuna ugonjwa wa Marburg ambao ulitokea huko mkoani Kagera, kuna kipindupindu na mengine. Lakini kuna dharura zingine za kiafya, mfano usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Tuna jambo kubwa ambalo tuna dawa ambazo tunazozitumia zinakuwa sugu kwa vimelea na mgonjwa anakuwa hawezi kupona. Na hili swala ni kubwa kiasi kwamba linahusisha sekta ya wanyama, linahusisha sekta ya mazingira, linahusisha sekta ya afya ambao ndio waathirika wakubwa. Kwa sababu mwisho wa siku sisi dawa tunazozitumia ndio zinaweza zikaleta zikatupa changamoto sisi binadamu, kwamba ulikuwa unatumia mfano amoxicillin kutibu labda UTI, lakini sasa hauponi kwa hiyo dawa, ambayo dawa hiyo ni bei rahisi na inapatikana kwa urahisi. Kwa hiyo maana inabidi uende kwenye dawa nyingine. Sasa unaweza kusema wanyama wanaingiaje hapo? Wanyama wenyewe pia wanatumia dawa, wanatumia antibiotics. Kuku au ng'ombe akiugua wanaweza anatumia dawa. Sasa kama wenzetu sekta ya mifugo, matumizi ya dawa kwa wafugaji hayaendani sawa na maelekezo ya madaktari wa mifugo, maana yake wanyama hawa hawaponi au wanapewa dawa ambayo sio sahihi. Na kabla kuna kitu kinaitwa withdrawal period, muda ambao dawa inatakiwa itoke kwenye mwili ili sasa pengine product hizo za mfugo ziwe sawa. Kwa mfano nyama au maziwa au nyama ya kuku, maana yake watu wanaweza kutumia dawa hili, wakatumia nyama ile au maziwa yakiwa yana chembe za dawa ambazo hazijatoka, baadaye inawaletea shida kwamba wanakuwa na usugu wa zile dawa wakija kupata ugonjwa wa husika. Kwa hiyo haya mambo unaona kwamba ni namna haya mambo yanavyoendelea, maana yake tunajenga usugu mkubwa wa dawa ambao na yenyewe ni public health threat, kwa sababu inaleta maafa makubwa kama isipodhibitiwa. Kwa hiyo udhibiti wa mambo yote haya lazima sekta zote zihusike. Kwa maana wanasema other public health threats, na ziko nyingi. Sasa tulijadili hili sasa kwa pamoja. Ufadhili huu kwa utaimarishaje uwezo wa nchi kukabiliana na majanga, tukianzia pale? Ni sahihi kabisa. Ufadhili huu kama unavyoona kwa kiwango cha fedha ambazo kimetolewa, kiona kwa maana kwamba wadau wetu washirika wakuu pandemic, lakini pia kama sema na wadau wengine wa maendeleo, kwa moja kama na serikali nayo imeweka nguvu yake hapo kuhakikisha kwamba tunatekeleza kwa ukaribu sana. Ni kwamba tukianza katika sasa eneo la mifumo, mifumo ya ukusanyaji wa taarifa za magonjwa, ya maana kwamba tetesi za magonjwa au viashiria vya magonjwa katika ngazi zote, hasa katika ngazi ya jamii, kwa wanyama na binadamu, iweze kusomana, lakini pia kuwa na wataalamu wanaoweza kutambua dalili hizo na kuziingiza katika mifumo hiyo ili iweze kutambulika na watu waweze kuchukua hatua za haraka. Na mifumo hiyo sasa iweze kusomana na namna gani? Ni kwamba lazima iweze taarifa zinazokusanywa katika upande wa ngazi, kwa mfano ngazi ya afya ya jamii, kupitia wataalamu wetu sisi wa afya ya jamii, wanaziingiza katika mfumo thabiti, and then tunaweza kugundua sasa dalili hii iliyoripotiwa basi inaashiria aina fulani ya tatizo. Kwa hiyo mara moja ngazi ya kitaifa inaweza respond, yani inaweza kufanya mwitikio wa haraka kwenda kufuata ile dalili ambayo imeonekana katika ile eneo ili kuweza kufanya udhibiti wa haraka. Na kufanya hivyo ndivyo tunaweza tukaepuka maradhi haya. Sasa
ili kuwezesha hiyo, kama tunavyosema awali kwamba mradi huu unakwenda kuwezesha pia wataalamu au mafunzo kwa wataalamu katika ngazi ya jamii. Kwa mfano kwa upande wa community health workers au tunaita wahudumu wa afya ngazi ya jamii 516 ina kuongezea nguvu. Mpaka sasa tuna wahudumu wa afya ya jamii 8,200 tumesha kutoa mafunzo na wamekwenda kusambazwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Lakini mradi unakwenda kuongeza 516 hasa katika mikoa au halmashauri zile ambazo zimekaa katika maeneo ambayo ya mipakani. Ndio mradi unakwenda kusaidia sana katika eneo hilo. Sasa wale watakuwa na uwezo pia kutambua kwa uharaka dalili zozote zile ambazo zinaonekana ni zina viashiria vya magonjwa ya milipuko au athari zingine za kiafya, na kuzitambua na kwa kutumia sasa maabara ambazo tayari zimethibitishwa, basi sampuli kuchukuliwa kirahisi kutoka kwa wale ambao wamehisiwa na kisha kufanya uthibitisho, na kama ikionekana ni ugonjwa kweli ni hatarishi wa milipuko, basi tunafanya response au mwitikio kwa haraka sana ili kufanya tatizo hilo lisiendelee mahali pengine kokote. Na hii manufaa ya aina hii ndio ambayo imetuwezesha miaka yote hata hivi karibuni tulikwenda kudhibiti ugonjwa wa Marburg kwa haraka sana, kwa sababu tulikuwa tuna mfumo wa upatikanaji wa wataalamu hao katika ngazi ya jamii katika maeneo hasa yale ambayo yako mipakani na yale ambayo yako strategic, ambayo kiasi kwamba mara baada ya ugonjwa kuingia nchini au ugonjwa kutokea katika maeneo yote ya ngazi hiyo, basi utambuliwa kwa haraka na vile pia tunataka kudhibiti. Kwa hiyo katika hatua ya kuweza kuwa na wataalamu wa ngazi hizo. Lakini sasa zaidi kisha gundulika sasa kwa mgonjwa nini kinafanyika, mradi huu pia unakwenda kuwezesha kuwa na miundombinu, ikiwa na maana ya kwamba kwa maeneo yale mipakani ndio kuwa na mfumo wa kuwa na isolation points au maeneo ya kuwatunzia wahisiwa ambao watagundulika kwamba wana magonjwa yoyote ambayo yanaonekana dharura, ili kuyathibitisha, na ikionekana kweli yamethibitika ni ugonjwa huo, basi pia mradi huu unakwenda kutusaidia kuwa na ambulance system kusaidia kuweza kuhamisha wagonjwa hao kwenda katika maeneo ambayo yametengwa maalum katika kuhudumia. Na kama anaonekana hana tatizo ile, basi mgonjwa huyo, mtu huyo huruhusiwa kuendelea kuungana na jamii yake. Kwa hiyo uwezeshaji si tu kwenye upatikanaji wa wataalamu, lakini pia miundombinu, lakini pia na kama nilivyosema hizo ambulances za aina ya magari, lakini vile kwa maeneo ambayo ya maziwa makuu kama ziwa Tanganyika, Victoria na Nyasa, tutakwenda kupata ambulance boats ambazo zinaweza kusaidia kuhamisha wagonjwa ambao wanahitaji kupewa rufaa zile za haraka. Kwa hiyo ukiangalia hii ni mradi ambao unakwenda kutoa vitu vya kimsingi ambavyo vinaonekana na pia kwa kutusaidia kudhibiti kwa haraka changamoto hizi za maradhi zisiweze kuendelea kwa haraka. Sawa, Sister Sambo, pengine kwa uchache kabisa kwenye sekta ya mifugo na ikoje kwenye hiki ambacho mradi huu sasa utaenda kunufaisha kwa kiasi gani? Utaimarishaje uwezo wa nchi kukabiliana na majanga hususan kwenye hii sekta ya mifugo ukilinganisha na kile ambacho amekizungumza kaimu mkurugenzi hapo? Asante sana ndugu mtangazaji, kama alivyozungumza kaimu mkurugenzi kwamba mifumo ipo ya aina mbalimbali. Ndio. Lakini kwa upande wangu mimi kama daktari wa mifugo naomba niongelee upande wa maabara. Sisi kama Wizara ya Mifugo tuna idara mbalimbali. Mimi natoka idara ya huduma za mifugo ambapo tunahusika na afya za mifugo. Lakini kwenye huu mfumo tuna maabara. Ndio. Maabara ya mifugo. Tukishajengewa uwezo, inawezekana tunashinda kufanya ufuatiliaji wa magonjwa kwa sababu hatuna vifaa ambavyo vinatuwezesha kujua magonjwa mengine. Kuna magonjwa mengine ambayo sio ya mara kwa mara katika nchi yetu. Sasa kwa kutujengea uwezo wa maabara, tayari tunapopata taarifa kutoka sehemu mbalimbali au kutoka vijijini, mimi kituo changu kinahusika na ufuatiliaji wa magonjwa. Sasa kama nimepokea taarifa nimepigiwa simu au kwa kuangalia mfumo unaonyesha kwamba katika mkoa wa Simiyu kuna viashiria vya ugonjwa wa kimeta. Mara moja mimi nikishaona aidha ni mkurugenzi wangu amenipa taarifa, ni lazima niwasiliane na mtu wa maabara. Je, mtu wa maabara akijengewa uwezo wa kujua kwamba ili niweze kupata
ugonjwa wa kimeta unafananaje au ukoje, tayari tunauelewa huli. Lakini tunachopungukiwa zaidi ni ule uwezeshwaji wa kupata kwenda field kuchukua zile sampuli mara moja na kuja maabara na kuangalia, je, vimeta kweli, kuna vidudu vya vimeta hapa vimeonekana tayari, na kutolea majibu kwa Wizara ya Afya kwamba ni kweli hapa kuna viashiria vya ugonjwa. Lakini pia wataalamu kule vijijini au kwenye kata kuna wataalamu wa afya. Sisi kama mifugo hatuna wataalamu, tunao maafisa mifugo. Lakini wale wataalamu kama wanavyofanya Wizara ya Afya kwamba huyu mtu wa huduma ya afya ya jamii anasema hapa, jamani, kuna viashiria hivi, na sisi huu mradi unakuja kutujengea uwezo huu. Wale wataalamu, kwa mfano mifugo, tumepewa jukumu la kusimamia watu wa ISAVET ambao kwa kushirikiana na FAO tutakuwa na vijana ambao wanaenda kuhudhuria mafunzo kama alivyosema kaimu mkurugenzi kwamba kwa upande wa afya watahudhuria mafunzo ya kuanza kufanya nini, kufuatilia huu mlipuko, magonjwa ya mlipuko. Kwa hiyo na sisi tunatarajia kuwa na vijana 180 ambao wataenda kuongeza nguvu. Kumbe kwa kupelekwa kule vijijini au kwenye kata au sehemu ambapo kuna mifugo mingi, labda upande wa sehemu za wanyamapori au kwenye mikoa ile ambayo au halmashauri ambazo zinapakana na wanyamapori, badala ya kutumia huyo mtaalamu ambaye ameajiriwa na serikali ambaye muda wake uko limited, tukiwa na huyo mtu ambaye muda wake ni kwa ajili ya kuangalia, amepata mafunzo kwa kuangalia, je, kuna viashiria vya magonjwa ya mlipuko. Kwa mfano kichaa cha mbwa kwa wanyamapori kule sisi tunaweza tukaingia, lakini mnyamapori utaweza kwenda kumchanja. Lakini kwa kutumia huu mradi sasa hivi na kwa kujengea uwezo, ataona kwamba kuna mabadiliko katika mbwa au kuna wanyama wengi sana wa pori wanaozunguka kwenye vijiji fulani. Sasa yeye kwa kutumia elimu aliyoipata, je, ili tuweze kujiepusha na magonjwa ya mlipuko, huyo mtaalamu atasema, jamani, sasa hivi kuna viashirio, mbwa wengi wanakuja, fisi wanakuja huku, mbweha wanakuja, tutafute chanjo. Kwa hiyo huu mradi pia unaweza kutusaidia sisi kupata chanjo za kichaa cha mbwa, chanjo kwa mfano kimeta, kuna chanjo kwa kuweza kujiandaa kwa mambo kama haya. Sawa. Dr. Salum, nataka kufahamu kuna baadhi ya vipaumbele ambavyo vimetajwa hapa, masuala ya mifumo na ya kimaabara na mambo kama hayo. Pengine kuna vipaumbele gani kabisa vingine kwenye mradi huu? Labda niongezee pale kwanza kwenye mifumo. Hapo umezungumzia, mkurugenzi wa huduma za kinga amezungumzia kuhusiana na mifumo ambao wanaanzia ngazi ya jamii the same kwenye wenzetu wa mifugo. Lakini sisi tunaenda kuimarisha mfumo, tuko kwenye hatua za mwisho kushirikiana na serikali mtandao kutengeneza mfumo wa Disaster Management Information System ambao utakuwa unachukua taarifa zote za maafa au taarifa zote za viashiria ambavyo vinaweza kusababisha maafa kwa ngazi zote. Na maana yake itaziwezesha hizi sekta kuwasiliana, kwa sababu kitu ambacho kinachotuletea changamoto kubwa ni mawasiliano. Sekta hii inaweza kanafanya vitu vizuri na sekta hii inafanya vitu vizuri, lakini namna ya mawasiliano. Kwa hiyo tunaenda kuimarisha mawasiliano. Lakini kwenye mradi huu kama ulivyosema, mambo mengine ni kwamba kwa ajili ya kupata taarifa za awali, maana yake tunaenda kuiwezesha jamii kupata taarifa mapema kuhusiana na masuala ya magonjwa ya mlipuko na dharura zingine za kiafya. Kwa maana yake jamii itakuwa na taarifa mapema, kwa sababu kule kuna wenzetu wa huduma afya ngazi ya jamii. Kwa kama kuna kiashiria chochote cha dharura cha mlipuko cha nini, maana yake wananchi watapata taarifa mapema na wataweza kujiandaa. Sababu lengo la mradi ni kwamba tujiandae kukabiliana na dharura zote zinazotokeza, na tusisubiri maafa yatokee ambayo gharama ya kukabiliana na maafa inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo mradi huu, kitu kingine cha msingi sana kwamba wananchi wanaenda kupata taarifa mapema kuhusiana na uwepo au viashiria vyote vinavyoonyesha kwamba kunaweza kutokea magonjwa ya mlipuko au dharura zingine za kiafya. Sawa. Kaimu mkurugenzi, ukitazama miradi mingi imekuwa ikianzishwa, pengine kuna misaada mingi ambayo imekuwa ikipatikana, lakini kwa namna moja ama nyingine kuna wakati labda inawezekana kukosekana pengine
uwajibikaji ama uendelevu kwenye utekelezaji. Na sasa serikali inahakikisha vipi kwenye mradi huu kunakuwa na uwajibikaji na uendelevu katika utekelezaji? Asante sana. Kama serikali tumejipanga. Ndio. Mradi wenyewe tayari una mfumo wa usimamizi thabiti. Kutoka ngazi ya wizara, kwa maana ya kwamba wizara za kisekta, tuna kamati kuu ya uendeshaji ambayo inakusanya wizara zote ambazo zinanufaika na mradi huu, lakini vile vile zinawajibika kuhakikisha kwamba tunadhibiti na kujiandaa na kudhibiti magonjwa ya milipuko, lakini vile vile madhara yoyote ambayo yanaweza kudhuru afya za binadamu. Kwa kupitia uratibu wa ofisi ya waziri mkuu, tunahakikisha haliwezi kutokea jambo la kukosekana uwajibikaji. Na hii ni kwa sababu ya kwamba tayari mfumo thabiti umewekwa ndani ya serikali, lakini pia na wadau wetu wa maendeleo ambao nao wamechangia. Baadhi wamechangia katika fandi hiyo, lakini baadhi pia wao nao pia ni watekelezaji katika sehemu ya mradi huu. Tukiwa ni kwa pamoja kama tunasema, kama tuna shirika la afya duniani, tuna shirika la UNICEF na FAO kwa maana ya upande wa mifugo. Kwa kupitia mkusanyiko wote wa sisi serikali na wadau wetu wa maendeleo, tunahakikisha ya kwamba mpango uliopangwa ndani ya miaka mitatu tunafikia malengo ambayo yamekusudiwa. Sawa. Dr. Sambu, ukitazama sasa kwa ujumla, jamii pengine na wahudumu wa afya wanasema mstari wa mbele watanufaikaje, ama mradi huu unawagusaje? Jamii itanufaikaje kupitia mradi huu? Asante sana ndugu mtangazaji, kwa kweli huu mradi umekuja kwa wakati mwafaka. Ndio. Katika maandiko matakatifu tunaambiwa watu wetu wanaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Sahihi. Sasa kama kuna wizara ya afya, kuna wizara ya mifugo na uvuvi, kuna ofisi ya waziri mkuu, tunao wadau. Hii jamii yani itanufaika kwa sababu masaa 24 taarifa ziko mikononi mwao. Ndio. Kwa kutoka wanufaika wale watakaopata mafunzo, vitu mbalimbali tutakavyokuwa tunavipata, tayari huyo mwananchi taarifa zinamfikia kwa wakati mwafaka, atachukua tahadhari. Mfano, nitolee mfano. Dr. Samu hapa aliongelea swala la usugu wa madawa. Ndio. Tutakapoenda kule kama wataalamu, na tumeshaona kwamba ni tatizo mojawapo, wananchi wetu wataambiwa. Mfano, sisi watu wa mifugo, unajua kila mtu ni daktari wa mifugo na kila mmoja anatoa huduma. Lakini nikienda kule nikamwambia mfugaji, wewe mifugo ni ya kwako, lakini mimi ndiye msimamizi wa afya ya mifugo yako. Sasa mnyama wako anapougua, kama unataka kumpa antibiotic, mpe katika kiwango hiki, na uhakikishe kwamba huyu mnyama usimwachie mvulana wa kazi au msichana aliyeko nyumbani. Hakikisha huyu ng'ombe, huyu mbuzi, huyu kuku anatumia hii dawa kwa muda wa siku 5 na kwa kipimo hiki. Ndio. Asitumie chini ya siku 5 zilizopangwa kwa ajili ya kutibu, ili kupunguza ule usugu wa nini, wa vimelea vile vya ugonjwa ambao umesababishwa, ambao umeleta madhara kwa wewe mnyama. Lakini pia kama alivyosema kwamba mfanyabiashara anataka apate pia faida, lakini mnyama wake anapokuwa anakunywa, anapokuwa anatibiwa, pengine anaona shida sana kumwaga yale maziwa, anaona shida sana kutupa yale mayai, sio rahisi. Sasa tunamwambia kwamba hakikisha kwa siku ambazo huyu mnyama wako anatumia madawa, yale maziwa yasitumike. Hata kama ni kuuza, sawa, unaweza ukauza kupata faida, lakini familia yako pia isitumia ya maziwa, kwa sababu unaidhuru pia familia yako, sio kwamba unamdhuru tu yule mteja wako. Kwa hiyo huyu mwananchi atapata elimu ya kutosha kwa kutembelewa na wataalamu, kwa sababu watakuwepo kwa muda mwingi. Dr. Salum, wakati tunaelekea ukingoni, wakati napita katika maeneo mbalimbali, serikali kwa namna moja ama nyingine imekuwa ikishirikiana na watu mbalimbali na wadau mbalimbali katika kuboresha sekta ya afya na maeneo mengine. Nataka kufahamu kwenye mradi huu unatoa
inaashiria ushirikiano wa kiasi gani baina ya serikali, wadau na jamii? Mradi kama alivyosema, mradi umetengeneza mfumo wa ufuatiliaji. Okay. Na kwenye mfumo wa ufuatiliaji maana yake tuna kamati za utendaji, tunaita technical committees, ambapo wataalamu wa kutoka kila sekta wapo, na ikiwemo na ofisa waziri mkuu wataalamu. And then hawa wataalamu wanaripoti kwenye mamlaka kubwa ambayo inaitwa steering committee. Steering committee ni chombo cha juu ambacho kinaongozwa na mganga mkuu wa serikali pamoja na country representative wa shirika la afya duniani. Hao wadau wengine wote wapo, FAO wapo, UNICEF wapo. FAO ni shirika la chakula duniani. Okay. Wapo na sekta zote including na wenzetu kutoka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo maana yake wataalamu wote, wadau wote wanaosimamia mradi wanakuwepo, na taarifa zile zinakuwa zinasomwa na ufuatiliaji unafanyika. Kwa hiyo shughuli zote zilizofanyika kwenye ngazi ya jamii, mfano kama tumefundisha wataalamu wa wahudumu wa afya ngazi ya jamii ambao ndio wako kwa wananchi, maana yake hiyo taarifa itakuja kwenye kikao cha steering committee. Okay. Kama kuna vifaa vimenunuliwa kama nilivyozungumzia hapa, kama kuna kununua boti, kuna kununua ambulance, kuna hakikisha zile sehemu ambazo tunasema port of entry, mipakani kule kuna maeneo yametengwa, maabara tembezi zimenunuliwa, kuna vitendanishi, sababu lazima kuna vitendanishi vile ambavyo vinatumika maabara, kuna vifaa vya kujikinga vimenunuliwa. Maana yake taarifa hiyo itakuwa inapatikana kwa wakati na tutakuwa najua kiasi gani cha fedha kimepatikana. Lakini sio kama mchakato mzima, kwa sababu ili ununue lazima kuna mchakato wa manunuzi. Okay. Kwa ule mchakato wa manunuzi maana yake ile steering committee inapewa taarifa kwamba sasa tumefikia level hii, na kwa nini mpango kazi ni huu, na kwa nini sasa tuko level gani. Kwa hiyo ule uwazi wa mradi wenyewe unafanya kazi ya kufuatilia kuhakikisha kwamba zile afua au interventions zilizowekwa, shughuli zilizowekwa maana yake zinakamilika kwa wakati. Na hizi taarifa zinaenda kwa viongozi kwenye mamlaka kuhakikisha kwamba mambo yanaenda kama yalivyopangwa. Sasa nitatumia dakika kadhaa hapa nipitie ujumbe ambao mtazamaji tuma tu ujumbe ili tuweze kupata watu wengi ambao wanaweza wakashiriki. Naitwa Asa kutoka mkoa wa Ruvuma, anasema wilaya Nyasa afanye nini ili aepukane na magonjwa hayo. Shaka alikuwa anazungumzia magonjwa ya mlipuko huyu bwana. Haya, ujumbe huo. Lakini huyu Rashidi Mtwara anasema ni vyema tukatumia hii siku ya majanga duniani kutoa elimu ili kwa yale majanga naweza kuzuilika tuyazuie. Huyu alizungumza hivyo. Na kaimu mkurugenzi Goele, tunaelekea ukingoni. Nataka kufahamu mradi huu ambao tumezungumza hapa, na kwa sababu unatoka katika Wizara ya Afya, nataka kuona dira unaitazama wapi Tanzania hususan katika uboreshaji wa sekta hii ya afya. Asante sana. Kweli Tanzania tunakoelekea kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata huduma bora za afya. Okay. Kupitia kauli mbiu yetu kuhakikisha kwamba tunasema universal health coverage, kwamba kila mwananchi aweze kupata huduma bora ya afya. Sehemu ya utekelezaji ni pamoja na nguvu kazi kama hizi tunazoziingiza za kutafuta miradi ambayo inajibu mahitaji ya wananchi. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba katika dira ya maendeleo mwaka 2050 itatufikisha katika Tanzania iliyo bora na yenye afya. Okay. Dr. Sister Sambo, kwa upande wako kwenye mifugo, unatazama wapi Tanzania kupitia mradi huu? Mimi kwa kupitia mradi huu, ndugu mtangazaji, naiona Tanzania kwamba magonjwa ya milipuko sasa yanaenda kuisha, kwa sababu tutakuwa na uhakika kabisa kwamba tutajiandaa mapema. Mfano, tutakuwa na chanjo za kuchanja wanyama wetu mapema sana, lakini pia tutapunguza kwa kuwachanja wanyama wetu, tutapunguza vifo kwa binadamu ambaye ni mwathirika mkubwa kutokana na haya magonjwa ya milipuko hasa yanayotokea kwa wanyama. Sawa. Na kuna swali hapa, asema mradi ni wa muda gani, au ni pale yanapotokea majanga kama ndio mradi ni wa muda gani? Na uzuri wewe ni kutoka ofisi ya waziri mkuu, tuanzie hapa, mradi huu ni wa muda gani? Mradi ni miaka 3, na sio kwamba umekuja tu, maana sisi pia kama nchi tuliomba na wanaomba nchi nyingi
sisi mwaka huu tumebahatika. Kwa hiyo mradi huu ni miaka mitatu, mwaka 2025 mpaka mwaka 2028. Okay. Na pengine wakati tunamalizia kwa upande wako, sababu ndio mratibu kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, sera ya Bunge na uratibu, serikali kwa upande wake imejipanga kwa kiasi gani ili kuhakikisha inatafuta wadau mbalimbali, mashirika mbalimbali kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali za afya zinazopatikana hapa nchini? Kwanza tuna kama ulivyosema kwamba mradi huu umetoa dola milioni 25, lakini maana yake wadau, serikali itahakikisha kwamba wadau wanaendelea kuchangia kwenye mradi huu, lakini na serikali, kwa sababu kwa serikali tuna watumishi, tuna vifaa mbalimbali ambavyo tayari vipo. Maana yake tayari ni contribution ya kwenye mradi. Sisi tunachangia watumishi ambao tumewasomesha, tumewaajiri, tunawalipa mshahara, na tuna waratibu. Kwa maana yake huo tu, hiyo tayari ni mchango madhubuti. Lakini pia kuhakikisha kwamba tutaendelea kuhakikisha kwamba sekta zote zinachangia, including sekta ya mifugo, sekta ya afya, lakini na hao wadau wetu wanachangia. Lakini kitu ambacho cha msingi sana ni kwamba udhibiti wa matumizi ya fedha hizo ambazo kidogo zilizopatikana kwa hiyo miaka mitatu, lakini na uendelevu wa mradi wenyewe. Kama tunavyofahamu, leo ni siku ya kupunguza hatari ya kimataifa ya kupunguza viashiria vya hatari vya maafa, disaster risk reduction. Na moja wapo ya kitu ambacho tunachokizungumzia sana, tunakisisitiza kwamba ni kuwekeza kwenye resilience, kuwekeza kwenye ustahimilivu na sio maafa. Kwa hiyo na yake hiyo serikali ndio imekuwa ni msisitizo wake mkubwa, na leo tutatolewa maelekezo maalum na viongozi kwamba tuendelee kuwekeza kwenye ustahimilivu. Tusubiri mpaka maafa yanapotokea ndio tuanze kupeleka hiki. Lakini tukiwekeza kwenye ustahimilivu, tukiwekeza kwenye utayari, tukiwekeza kwenye ugunduzi wa mapema, maana yake tutakuwa na uhakika kwamba wa kupunguza maafa pale janga linapotokea. Okay. Mtazamaji hapa, asanteni kwa pamoja kwa kufika kwa siku ya leo. Mtazamaji, tulikuwa tukizungumzia hapa uelewa kuhusu mradi wa kuimarisha uelewa wa kuzuia, kujiandaa, kugundua, kukabiliana na kudhibiti magonjwa mlipuko na dharura nyingine za afya. Na hapa studio nilikuwa na kaimu mkurugenzi wa huduma za kinga Wizara ya Afya, Otilia Goel. Asante sana Otilia kwa kufika siku ya leo. Lakini pia nilikuwa na Daktari Sister Rosemistika Sambo. Huyu ni mwakilishi wa mkurugenzi wa huduma za mifugo Wizara ya Mifugo. Asante sana. Lakini pia nilikuwa na Dr. Salum Manyata. Huyu ni mkurugenzi msaidizi ambaye anatoka katika ofisi ya Waziri Mkuu. Ni mkurugenzi msaidizi afya moja, idara ya usimamizi wa maafa, ofisi ya Waziri Mkuu, sera, bunge na uratibu. Asanteni sana kwa kuja kwa studio kwa siku ya leo. Sawa, asante sana wewe mtazamaji ambaye umetenga muda wako kututazama. Asante kwa wewe ambaye umetuma ujumbe wako wa maandishi, na tutaendelea kusoma, lakini naomba radhi kwa ambaye sijasoma ujumbe wako, na ambaye umepiga simu sijapokea kutokana na muda. Tuende mapumziko mafupi, tutarejea hapa kuendelea na kipindi cha Tuongee Asubuhi. Mimi na Abdullah Othman. Same oye! Watu wamejiandaa, mheshimiwa mgombea wetu, kukufurahisha na kukifurahisha Chama cha Mapinduzi safari hii. Hayo niwaambie wanasame kwamba yajayo yanafurahisha. Ndugu zangu, kapigieni kura Chama cha Mapinduzi. Twende tukatengeneze utu wa mtu, twende tukaunawirishe utu wa Watanzania, na ndio maana tunasema kazi na utu. Tupeni kazi, tunawirishe utu wa Mtanzania. Tanzania yetu isonge mbele. Kazi na utu, tunasonga mbele.
Chagua Samia, chagua CCM. Oktoba 29 tunatiki. Kijicho Season 2. Kwa mara nyingine tena Kijicho Season 2 Izokuwa chesi inakuangazia yote yanayotendeka katika ulingo wa siasa. Kipi cha haraka utajua wewe? Mapenzi. Ni wasimbi story ya mapenzi yalonikuta leo, acha niseme. Ukatili. Yaani unataka kutuogopesha eti sisi katinya mchenzo wewe. Yaani uko bize kabisa na mambo yako. Toa mdomo mchafu hapa. Mateso ametekwa. Usingalitoka na kwenda kufanya pumbavu wako na ujinga wako na ufanya huko. Ni mke wangu halali kabisa. Unachukua Saloma ameumbwa kwa ajili yangu mimi. Wewe utakuwa ni mhalifu wewe. Hilo swala kwangu mimi ni dogo sana. Huzuni. Hata wana wa Israeli. Nini kingine zaidi ya mimi kulisema mdogo? Hata na familia yangu iliyopo nyuma. Hawakupitia mateso haya. Naomba unisamehe. Na moyo uliopondeka pondeka ukibubujikwa na machozi. Kijicho ni tamthilia inayoangazia maisha halisi ya Mtanzania. Usikose kufuatilia kipindi hiki ndani ya Star TV kila ifikapo Ijumaa saa 4:30 usiku na marudio ni Jumapili saa 10 jioni. Kipindi chetu cha jamii na mazingira, kipindi ambacho tunapata fursa ya kujifunza mambo kadha wa kadha yanayohusu masuala ya kimazingira, lakini tunapata kufahamu namna ambavyo tunaweza tukayatunza mazingira yetu. Kwamba unavyochafua mazingira, unavyotupa taka ovyo, unaenda kutoa athari kwa kiumbe kingine, ambacho kile kiumbe kingine kina muhimu pia kwako wewe. Taka za kielektroniki, tukisikia taka za kielektroniki, nini ambacho tunaweza tukajifunza au tukaelewa, tunaelewa nini? Na yoyote pia atakayotupa hapa taka basi yani achukuliwe hatua kali ya kisheria. Wale watu ambao wanajenga aidha juu ya mlima au pembeni kabisa ya mlima, sheria katika upande huu ya mazingira iko vipi? Elektroniki nyingi sana, simu zetu, jamii, kifaa cha umeme au cha zimamoto na uokoaji linafanya nini? Karibuni.
Asante sana. Kama ambavyo ulinitambulisha, kwa majina naitwa Arthur, nafanya kazi na taasisi inaitwa EMEDO, masuala ya usimamizi wa mazingira pamoja na maendeleo. Ndio. Sasa siku ya leo ambayo kimataifa tunaadhimisha siku ya kupunguza madhara ya maafa, ni siku ambayo kihistoria chimbuko lake lilianzia mwaka 1989. Ndio. Ambapo tunasema ile concept ama lile wazo kupitia Baraza la Umoja wa Mataifa liliasisiwa pale, lakini 2009 sasa ndio rasmi ikaweza kurasimishwa sasa na Baraza la Umoja wa Mataifa kuwa ni siku ya kimataifa ya kupunguza madhara yanayotokana na maafa. Kwa hiyo lengo ikiwa sasa ni pamoja na kuleta juhudi za pamoja za jamii ya kimataifa, hasa kukuza ule utamaduni wa kuweza kupambana zile juhudi ambazo ni za kupunguza yale madhara, lakini kuleta ule ushirikiano wa pamoja kwa maana ya sekta mbalimbali, serikali, lakini pamoja na wadau. Kwa kuanzia hapo sasa hii imekuwa ikiadhimishwa kimataifa kila tarehe 13, na leo kitaifa tunajua ofisi ya waziri mkuu kupitia idara ya management ya maafa, tukio hili kitaifa limefanyikia Mbeya. Sawa. Tunashukuru sana. Pengine kuna lolote la kuongeza Commissioner Elisa Mugisha? Hapana, sina la kuongeza isipokuwa kila maadhimisho yanavyotokea yanakuwa na kauli mbiu. Ndio. Sasa mwaka huu kauli mbiu yetu inasema wekeza katika ustahimilivu badala ya maafa, au wekeza katika ustahimilivu kabla ya maafa kutokea. Sawa sawa. Asante sana. Sasa mtazamaji, bila shaka umefahamu kile ambacho kwa siku ya leo kimetoweka hapa. Toka tunaanza kipindi, mimi na Lilian pamoja na Abdalla tumekuwa tukigusia. Kwa hiyo msingi ni vema na wewe pia ukawekeza katika ustahimilivu, si ndio? Kabla ya maafa. Kabla ya maafa. Sasa tuanze na Bwana Arthur. Yes. Hivi nyinyi mnafanya nini katika kuhakikisha kwamba tunapambana na maafa lakini pia kupunguza madhara yake? Karibu. Tunachokifanya taasisi ya EMEDO kwa kiasi kikubwa sana kinaingia moja kwa moja ama kina align na kauli mbiu ambayo ipo mwaka huu, na kauli mbiu ya mwaka huu imetokana hasa na kikao cha kisera cha kimataifa kilichofanyika Oslo mwaka huu mwezi wa 3 huko Norway, ambacho kiliweka kiliweka mambo makuu mawili. La kwanza ikiwa ni serikali pamoja na wadau kuongeza budget ama kuongeza fedha katika kupambana na maafa, lakini pia kutaka sasa mipango yote ama budget ya uwekezaji ambao unafanywa na nchi lakini na sekta binafsi pia kuzingatia sasa ile dhana nzima ya kupunguza maafa ama kupunguza majanga wakati wa uwekezaji. Sasa EMEDO tunafanya kazi kubwa sana kwenye eneo zima la tunasema preparedness ama prevention, kuzuia ama kuweza kuangalia zile hatari kabla ya janga kutokea. Sasa kwenye eneo hilo tuna mradi ambao tunaita mradi wa kuzuia kuzama maji Ziwa Victoria, ambao kwa kiasi kikubwa sana unalenga kuweza kupunguza zile hatari zinazopelekea majanga ama zinazopelekea vifo. Kwa mfano, moja ya shughuli ambayo tunaifanya ambayo kwa kiasi kikubwa sana pia inachangia utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa Tanzania wa 2022 mpaka 2027, mkakati wa kuweza kupunguza haya madhara, na mkakati wa kuweza tunasema strategic plan management ya masuala ya maafa. Kwenye eneo zima la taarifa za utabiri wa hali ya hewa ambazo tunajua ni kipengele muhimu sana kwenye kupunguza zile hatari zinazoweza kutokea. Kama tunavyojua, mabadiliko ya tabia ya nchi yamekuja na vitu vingi sana ambavyo mwisho wa siku vinakuja vingine kuleta maafa. Sasa kupitia mradi huu tunafanya kazi kwa kushirikiana pia na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kuhakikisha kwamba zile taarifa za utabiri wa hali ya hewa zinafika kwenye jamii za wavuvi kule Ziwa Victoria kwa wakati, lakini pia tunakuza ule uelewa. Tumetengeneza kifaa kinaitwa weatherboard. Huu ni ubao wa kielektroniki ambao unaonyesha taarifa za utabiri wa hali ya hewa masaa 24 yajayo. Kwa hiyo vifaa hivi ambavyo vinatumia solar ama nguvu ya jua tumevifunga kwenye visiwa. Kuna kisiwa kinaitwa Gosba ambacho kina wakazi kama 11, ni kisiwa kikubwa sana cha uvuvi, kiko katikati ya Ziwa Victoria. Kwa hiyo kifaa hiki manake kinatoa hizi taarifa za utabiri wa hali ya hewa kila siku, na watu wanaangalia kabla ya kwenda kwenye shughuli za uvuvi ama shughuli za usafiri kwenye maji. Kwa hiyo utaona
tayari hapo tunajaribu kupunguza yale madhara ambayo mtu angeweza kuyapata, na watumiaji wengi wa maji kwenye eneo hilo wamekuwa wakizitumia hizi taarifa kuweza kufanya maamuzi ya kuweza kwenda ama kutoenda. Lakini pia kwenye eneo hilo la kupunguza madhara ambayo yanaweza kutokea ama kupunguza ule uwezekano kutokea janga, pia tunatoa mafunzo kwa kushirikiana sasa na vyombo vya serikali kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, Polisi Marini, lakini pia chuo cha FETA. Tunatoa mafunzo ya usalama kwenye maji hasa kwenye kundi la wavuvi. Ndio. Ambayo yote hayo yanalenga kumwandaa mtu kuweza kutambua hatari, na hata kama hatari ikiweza kufika afanye jambo gani. Ukiacha hilo, pia tumejaribu pia kuangalia kundi la watoto. Kuweza kuandaa hawa watoto kadri wanavyokuwa kutambua hatari ambazo zinazo wakabili, hasa watoto ambao wanakaa kwenye maeneo ya maji, visiwani na maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria, kupitia huo mradi ambao nimeuzungumza. Kwa hii elimu ya usalama kwenye maji kwa hawa watoto wadogo inawasaidia sana wao kukua wakiwa na huo uelewa. Tunajua watoto wanaingia kwenye vyombo vya usafiri, wanaenda kwenye maji. Kwa hiyo maanake hata wanapoenda kwenye maeneo hayo tayari wanajua kwamba kitu gani wanapaswa kufanya ambacho kinaweza kikapunguza hatari kwa ujumla wake. Kwa hiyo ukiangalia sisi kama EMEDO kwa kushirikiana sasa na taasisi mbalimbali za serikali, tunaona umuhimu mkubwa sana wa hii kauli mbiu ambayo kwa lugha ya misemo ya Kiswahili unaweza kusema usipoziba ufa utajenga ukuta. Maana yake pengine ungetumia gharama ndogo kuziba ufa, usipoifanya hiyo unakuja kutumia gharama kubwa kujenga ukuta. Kwa maana yake ni muhimu sana kuiandaa jamii kuweza kujiandaa na majanga ambayo yanaweza kutokea. Na kupitia mradi huo katika kumalizia kwenye eneo hilo tunaijengea pia jamii kupitia shughuli ambayo tunasema community emergency response plan. Maanake hii jamii kuwa na uwezo wa kushughulika na zile dharura. Na haya ni mafunzo ambayo yanatolewa na wenzetu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ambao tunashirikiana nao kwenye kuwawezesha ile jamii kuweza kujua kitu gani wanapaswa wafanye inapotokea dharura kwenye maji. Kwa jumla wake utaona tunachangia kwa namna moja ama nyingine kutekeleza pia mipango na miongozo ya serikali ambayo kupitia kwa mfano ofisi ya Waziri Mkuu ambayo ina kamati kuanzia taifa mpaka kwenye vijiji. Manake lipo hilo jukumu la kuiandaa jamii kabla ya janga kutokea. Sawa. Mimi nafikiri nitarejea kwako hapo unielezee vizuri kwa sababu tunafahamu watoto mara nyingi kuwapata mpaka uanze kuwapa elimu, wazazi pia wana majukumu ya kwenda shule, inaweza ikawa ni ngumu kidogo. Nafikiri baadaye natamani sana kusikia ni kwa namna gani mnafanya, kwa sababu mashirika mengi yamekuwa yakisuasua, naweza nikasema kwa upande huo. Labda kwa upande wa zimamoto, tunafahamu kwamba nyinyi mmekuwa mkishughulikia majanga ambayo yanatokana na moto. Kwa nini pengine mnafikiri mnahusika kwa kiasi kikubwa katika kuadhimisha siku hii? Asante, nashukuru mtangazaji. Sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kama neno lilivyo, ni kuokoa maisha na mali za watu. Sasa unaokoa sehemu gani? Kabla hujafika kwenye maafa, leo tunaongelea maafa. Ndio. Lakini maafa ni nini? Ina maelezo marefu, lakini kwa sentence moja unaweza kusema ni janga kubwa. Sawa. Ni janga kubwa. Na hilo janga kubwa linaweza likatokana na mambo ya asili kabisa ambayo hayatengenezwa na binadamu. Kwa mfano inaweza kutokana na tetemeko la ardhi, inaweza kuwa ni mafuriko, kuwa ni mabadiliko hali ya hewa na kadhalika. Lakini hata moto wenyewe inaweza kuwa ni moto labda wa ajali na kadhalika. Sasa linapokuwa ni janga ambalo limemzidi mtu uwezo kwa level yake, ndio inakuwa inaitwa nini? Maafa. Sasa maafa pia yako kwenye level au niseme viwango mbalimbali. Kuna janga inaweza ikatokea ni kwa ngazi ya familia, lakini kwake ilikuwa ni maafa. Kwa mfano nyumba imeungua, vitu vimeteketea, hana namna tena ya kupata kitanda, kodi na vitu vingine. Kwake yale katika ngazi ya familia kwake ni maafa. Lakini kwa ngazi ya kijiji kile, ile inaweza ikawa ni janga tu ambao kijiji kinaweza kalimudu, kwamba akaleta blanketi, shuka, godoro akamaliza. Sasa lakini inawezekana pale kwenye mtaa au kijiji zimeungua nyumba hata 100. Sasa hilo kwa level ile sio janga, hayo ni maafa
ya eneo lile, kwa sababu wale wote hawezi kujenga zile nyumba, kwa hata labda ataenda ngazi nyingine labda ya wilaya au ya nini. Kwa hiyo kadri janga linavyokuzidi uwezo, basi inakuwa ni nini? Ni maafa. Kwa hiyo maafa hapa ya ngazi ya wilaya, ngazi ya kata, mpaka ngazi ya kitaifa. Nitaka nielezee kidogo kwamba maafa ni nini. Yana maelezo marefu. Ndio. Na kuna maafa ambayo ni ya kihistoria. Ndio. Hayo tunaweza tukayaacha. Tunaongelea maafa kwa maana ya sasa hivi tunaongelea kitu gani? Yanayotokana na majanga. Kwa sababu hata hizo biashara za utumwa nini ukirudi kule nyuma kwenye historia, yale pia yanawezekana yakawa ni maafa. Lakini sasa janga lolote linapokuwa kubwa, hayo ndio yanakuwa nini? Maafa. Sasa naongezea hapa, alisema usipoziba ufa utajenga ukuta. Lakini mimi nasema kinga ni bora kuliko tiba. Na mimi narudi pale kwamba sasa kwa nini imekuja kauli mbiu inasema uwekeze katika ustahimilivu kwa kuweza kwenye maafa, kwamba kumbe unaweza kutumia gharama ndogo kuzuia janga lisitokee. Janga lisipotokea uweze kupata nini? Maafa. Kama ni janga ambalo tunasema ni mipanga Mwenyezi Mungu, kwa mfano tetemeko la ardhi, namna ya kulizuia ni changamoto, lakini unakuwa umewekeza. Je, hapa ikitokea tetemeko la ardhi mimi nifanye nini? Yaani sio kwamba kuna mtu amelianzisha, hapana. Je, likitokea hapa itakuwaje? Kwa unakuwa umejipanga. Yakitokea mafuriko eneo hili, mvua imenyesha zimekuwa kubwa, nimejipanga vipi? Kwa maana ya uwekezaji. Sasa si jeshi la zimamoto na uokoaji na kwako tunahusikaje? Sisi tunahusika katika kuhakikisha majanga yote yatokee. Jambo la kwanza, kwamba hiyo ni janga la moto, janga la maokozi, janga lolote tunahakikisha lisitokee. Na endapo inatokea, basi lidhibitiwe pale pale katika udogo wake, isije ikaleta maafa makubwa. Sasa unaweza kufikiaje hayo matokeo? La kwanza ni elimu. Lazima wekeze katika elimu. Wale watu wahusika wafahamu ni namna gani anaweza kazuia moto usitokee, na namna gani anaweza kazuia mafuriko usitokee, na namna gani anaweza kazuia, of course anaweza sizuie tetemeko la ardhi, lakini je, linapotokea linawezaje likaondoka bila kusababisha madhara makubwa au bila kugharimu maisha ya watu? Kuna namna ya kufundishana namna hiyo. Je, unaweza ukafanyaje hali ya hewa, watu wako ziwani au baharini imechafuka, wanaweza kuokoaje maisha yao? Sawa. Kwa ni vitu ambavyo sisi tunakuwa tunawaelimisha, na tunashukuru wadau wengi sana tunashirikiana nao. Mfano wamekuwa ni EMEDO hao, kuwafundisha wale wavivu kufikia jamii, kwa sababu sisi jeshi la zimamoto na uokoaji hatuwezi tukaa kila eneo. Kwa hiyo tunawafundisha watu, lakini unakuta na EMEDO pia wanabaki tena kuendelea kuweka msitizo. Ndio maana tunashirikiana nao sana, wanatumia wakufunzi wetu katika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo sisi tunahakikisha kwamba tunaelimisha watu haya majanga yote yasitokee, na endapo kwa bahati mbaya yametokea, basi tuhakikishe tunachukua nini, tahadhari za kutosha, ili asigharimu maisha ya watu au mali za watu. Mtazamaji, Lilian, nitarudi. Asante sana Kamishna na Arthur pia. Mtazamaji, kilichotuweka hapa najaribu tu kukumbusha ni kwamba tunaangalia siku ya kupunguza madhara ya maafa pamoja na majanga duniani, si ndio? Na ndio maana jeshi letu la zimamoto na uokoaji linafanya kazi yake vizuri. Ameeleza hapo wanaofanya kazi, EMEDO wameeleza wanaofanya kazi, lakini wewe pia inawezekana ukatoa ushauri katika kipindi hiki, si ndio? Kama una ushauri na maoni, usisite kufanya hivyo. Namba yetu ni 0763 749286 0763 749286. Unaweza pia ukatuma maoni yako na ukaelekeza pia kwa kaimu kamanda wa mkoa wa jeshi la zimamoto na uokoaji Mwanza, kamishna msaidizi Elisa Mugisha, lakini vile kwa ndugu Arthur Mugema ambaye ni meneja miradi kutoka shirika la EMEDO. Karibu. Haya, mimi nafikiri nilikuwa nina maswali yangu kadhaa. Lakini kabla sijaendelea, mtazamaji, wewe ni mdau, lakini pia tupo na wadau hapa, kwa hiyo kama una maswali na natamani sana kujua ni namna gani wewe ni sehemu ya siku hii, basi unaweza kauliza maswali, lakini pia ukachangia. Labda nirejee kwako kamanda. Nilikuwa natamani sana kusikia katika kesi ambazo mnazishughulikia hizi za kuzima moto yanapotokea maafa ya moto, ni kwa kiasi gani mmekuwa mnagundua kwamba majanga haya yasingekuwa yanatokea kama vitu fulani vingekuwa vinafanyika? Nashukuru sana. Kwa mfano ukisema tu la moto, sio la moto, tuna maokozi, tunapata matukio mengi ya moto na maokozi. Hata leo tunavyoongea
leo kuna wavuvi watatu wanazikwa pale Sengerema wapata jana. Pumzike pema. Walizama kwenye maji. Kwa hiyo ni matukio ambayo yanatokea mara kwa mara, lakini kama nilivyosema yanaishia kwenye hatua za majanga, yanakuwa kufikia maafa. Sasa ni vitu gani? Matukio mengi, nikianza na matukio ya moto kabla sienda kwenye maokozi. Matukio mengi sana ya moto. Ukiangalia tu kwa mwezi mzima takwimu, labda umepata matukio 40-50, ukiangalia mengi yanatokana na binadamu. Sisi binadamu wenyewe, yani binadamu sio wale wengine, yani mimi na wewe. Ndio. Lakini binadamu tunasababisha kwenye aina gani? Binadamu anaweza kusababisha sehemu mbalimbali. Anaweza kusababisha kwa kutokufahamu. Kwa Kiingereza wanasema ignorance. Kiswahili chake ni ujinga, lakini neno ujinga lina ukakasi. Kukosa elimu. Tuseme ujinga kwa sababu ukipata elimu, ukipata maarifa si unafuta ujinga. Ndio. Kwa hiyo hata kuna sehemu fulani naona ujinga. Ukiufuta ujinga unafutwa na maarifa. Naona kwamba neno lina ukakasi. Mimi amekataa. Lakini mimi nalikubali, lakini ignorance maana huna ufahamu wa jambo fulani. Ndio. Kwa mfano zamani watu walikuwa wanatumia kuni, sasa hivi tunatumia gesi. Ndio nishati safi. Sasa unaweza kumchukua mdogo wako huko kijijini hajawahi kutumia gesi, akafika mjini akafungulia gesi, anaanza kuhangaika kutafuta, kumbe imetoka kwa wingi. Sasa akiwasha maana sehemu yote imetapakaa. Akisababisha moto kwa njia hiyo, huyo mtu tunasema amesababisha kwa sababu ya ignorance. Yaani kwa ujinga. Ila sasa ujinga kidogo ila ukimuelimisha bwana gesi ukishafungua kisha kibeti karibu wapi, amefuta ujinga. Maana yake sasa amefuta ujinga. Siku akifanya vile, hiyo tunasema amefanya kwa uzembe. Anafahamu. Kwa hiyo binadamu anaweza kusababisha kwa kutokuwa na elimu fulani ya namna ya kuzuia, lakini tunaangalia watu wengine ni wazembe. Ni mzembe kabisa, anaweza akawa anavuta sigara, imefika mwisho kishungi bado kuna moto, anaangusha sehemu yote. Aidha kwenye dustbin na makaratasi yanawasha, moto unawaka. Au mtu mwingine anaweza akawasha mshumaa afu akalala, mshumaa ukifika mwisho labda unakuta kitambaa, unakamata pazia, unakamata neti kama iko chumbani, moto unawaka. Lakini huyu sio kwamba hajui kwamba ni moto, ila yeye ni mzembe. Kwa hiyo mara nyingi mioto mingi unakiona hapa ni ya uzembe. Lakini sasa kwa mfano matukio ya mwezi uliopita au wa 9 kwa kwanza, kuna matukio zaidi ya 7 ambao yamesababishwa na watoto kuchezea viberiti. Yaani unaacha watoto wanachezea moto viberiti, afu ukashinda anakimbia. Akiona moto umewaka hata waambie wenzake. Sasa unakuja kustuka kule ndani moto umeshakuwa mkubwa. Ni matukio zaidi ya 7 au ni uzembe. Kama unaacha watoto wanachezea viberiti, unaangalia watoto wanacheza namna gani. Kwa hiyo hilo ni tatizo. Lakini binadamu pia anaweza akasababisha moto, kwa mfano moto hapo makusudi. Ukiangalia binadamu anaweza kusababisha makusudi kabisa. Na makusudi ukiangalia yenyewe iko kama aina 3. Ya kwanza anaweza kaa na wivu. Sio wivu wa mapenzi, hapana. Wivu wa maendeleo. Yaani wewe Bernard umekuja mjini muda mrefu sana, dada amekuja jana, ameshajenga kijumba chake pale. Wewe unaweza mtu akipita tu kinamkera. Tia nuksi. Namna gani? Wivu tu. Kuna kesi za namna hiyo. Zipo za namna hiyo. Lakini nyingine za mapenzi zipo pia kama kwa nyingine ambao binadamu anaweza kusababisha makusudi ni visasi. Sasa visasi ndio hivyo kwenye mapenzi, umenichukulia umefanya hivi, umemtapeli nini, au umefanya deal wenyewe hapa Star TV, alafu umedhulumiana. Sasa huwezi kwenda mahakamani wala polisi, sababu unaona yani amenidhulumu afa ameenda kununua gari, ngoja ni. Kwa hiyo vitu vingine vinakuwa ni visasi vya namna hiyo. Lakini wakati mwingine unaweza kuwa na ubadhirifu fulani, kwa mtu anataka afiche shahidi, hujuma ile sabotage. Mtu amepewa ufunguo wa go down pale, vitu mle hamna. Sasa watu wenye mali wanataka hesabu mali, anapiga moto anambia vimeungua bwana. Sasa sisi tunachunguza hadi majivu. Sasa kulikuwa na TV, jivu la TV ni kwa wapi hapa? Unasikia kodi hizo. Kwa hiyo mara nyingi ukiangalia matukio mengi yanasababishwa na sisi binadamu kwa asilimia kubwa. Kama sio kutokufahamu basi ni uzembe au ni hujuma.
huduma za kawaida. Asante sana kamanda, umeeleza vizuri sana. Mtazamaji nafikiri unafahamu. Kwa hiyo nikupe tu nafasi kwamba itakapofika saa 2:45 tutapokea simu 2-3 tuweze kusikia na nyinyi mnasema. Arthur. Yes. Sasa alichokisema kamanda ni mambo mazuri zaidi. Nyie sasa mnaondoaje hilo ombwe hilo? Yaani la watu kutoelewa vitu kama hivyo. Kwa mfano unaona watu wanajaza kwenye vyombo vya usafiri watu kupitiliza, lakini pia watu wanaenda kule hawafuatilizo ratiba ambazo wamesema. Mtu anakwenda kichwa mwingine wanafanya shughuli za uvuvi kimazoea. Wengine ndio hivyo unasikia kichwa fulani wameondoka wamekwenda siku kuogelea kule, unasikia watu mara kibao tu wamezama maji wamefanya nini, shida kama hizo nyingi sana. Tufanyeje hapo? Ni alichokiongea ni kitu kikubwa sana ambacho kinahitaji juhudi za pamoja kama aliweza kusema. Sasa kwa mfano sisi shughuli ambazo tunazifanya na uzuri tulianza kwa kufanya kwanza utafiti na kuweza kuona shida iko wapi, na utaona shida kubwa ipo kwenye uelewa. Sasa kupitia uelewa sisi tukawa na program mbalimbali ambazo zinatumia pia mbinu mbalimbali kuhakikisha kwamba watu wanapata ule uelewa. Kwa mfano kwenye wilaya 4 ambazo kwa sasa hivi tunafanya kazi, na kwenye hivyo vijiji vingine ambavyo viko mbali kabisa huko ambako pia sio rahisi kufika kwa watu wengi, zipo shughuli ambazo tunazifanya. Wilaya 4 ni zipi? Wilaya 4 tuna wilaya ya Ukerewe, ndio, Mleba, Msoma vijijini, Msoma DC wanaita, pamoja na Nyamagana. Hizo ndio wilaya ambazo kiutekelezaji sasa hivi tupo. Okay, mnafanya nini kule? Kwa sababu tunachofanya kule kupitia kutoa elimu. Sasa kwa mfano tunatumia njia ya mikutano, ndio, ambapo tunaita watu wengi, lakini pia hapo tunatumia michezo, njia ambayo pia inavuta watu wengi kuja ili pate kundi kubwa. Lakini hapo tunatumia pia njia sasa za kufanya kwa vitendo, tunaita demonstration. Kwa mfano kama tunataka kuonyesha hizi life jacket zinafanyaje kazi kwenye maji, au mtu akipata shida apateje huduma ya kwanza, maana yake tunatumia wakufunzi sasa kutoka kwenye mamlaka husika. Ulishavaa life jacket hata mara moja? Ila nilihisi uzito wakati navuka kutoka kuelekea Ukerewe ilikuwa pia. Okay. Unaona unaijua ilivyo. Anaijua kidogo life jacket. Sasa kuna mtu mwingine life jacket anaisikia tu lakini hajawahi kuona inafanyaje kazi. Kwa hiyo tunachofanya tunaenda pembezoni mwa ziwa, tunaita watu wengi, wale wakufunzi sasa wanaonyesha kwa vitendo, wanaingia kwenye maji na kuonyesha kwa vitendo. Kwa kutumia hizo njia zinasaidia sana watu kujifunza kwa kuona na kufanya utambuzi, na kupitia njia hizo imesaidia watu wengi sasa kufanya maamuzi sasa kwenda kununua, lakini pia kuzingatia kwenye kutumia hizo life jacket zenyewe. Na tukazungumza kuhusiana na watoto pia, kwa sababu tunajua watoto wanaenda sana na wamekuwa wakipata sana hayo majanga watoto. Wakati mwingine wanaenda pale kwenye mwalo wanakuta ile mitumbwi imepaki pale. Wavuvi hawapo. Wanaingia kwenye ile mitumbwi. Kwa mfano kuna vifo ambavyo vilitokea kwenye jamii fulani, wanaingia kwenye hiyo mitumbwi, alafu mtumbwi una kama unaseleleka, yani unaingia kwenye maji. Then wanaona kama tunaenda mbali, alafu wanaruka chini kutaka kutoka, matokeo yake anapoteza maisha. Sasa ni namna gani huyu mtoto tunamfanya elewe kwamba akienda pale ziwani ajue kwamba hastahili kuingia kwenye maji. Kutumia sasa hizo elimu kuonyesha kwa vitendo na vitu kama hivyo. Lakini pia tunatumia njia kwa mfano za sinema usiku kwenye yale maeneo ya wavuvi, tunaonyesha sinema, wanaangalia picha mbalimbali, wanaona. Hizo njia zote zinasaidia zaidi kwenye kubadili mitizamo. Lakini ukiacha hivyo pia tunashirikiana na serikali kupitia ngazi mbalimbali. Kwa mfano ukiangalia kwenye kauli mbiu ya mwaka huu inazungumza kuhusiana na kuwa na uwekezaji na mipango inayozingatia kupunguza haya madhara. Kwa mfano sasa hivi tunazungumza kuhusiana na blue economy. Uchumi wa blue ni ajenda kubwa pia ya kitaifa. Uchumi wa blue una uwekezaji wa aina nyingi sana ndani yake. Kuna masuala ya mafuta, usafirishaji na vitu vingine. Lakini je, tunapokuwa na hii mikakati na budget na mipango, kwa kiasi gani ndani yake tunaweka hizo element ambazo, au tunaweka budget zinazohusiana na kuhakikisha kwamba kuna eneo la usalama kwa watu ambao wanafanya kwenye eneo hilo. Kwa sasa kupitia pia vikao hivyo, mambo ya advocacy na nini, tunajaribu pia kuona namna gani tunashawishi serikali, wadau mbalimbali kuweza kuhakikisha kwamba mipango yote inazingatia masuala ya risk reduction. Sawa, sasa mtazamaji tupigie simu ili washaanza kutuma message hapa. Nisome? Sawa, wakati huo unaweza kutupigia simu sasa tuweze kuongea na wewe. Anasema anaitwa Aaron kutoka Airport Mwanza. Nalipongeza sana Jeshi la Zimamoto kwa kweli huduma wanayotoa ni nzuri sana. Lakini anasema ngoja nimsikilize huyu pia. Habari za asubuhi?
Mtazamaji, habari za asubuhi. Habari ya asubuhi nzuri. Tunaomba kufahamu jina lako ni nani na unapiga simu ukiwa wapi? Naitwa Paul J kutoka Dar es Salaam. Paul J, karibu. Asante. Nataka kuchangia kwanza kutoa ile dhana watu wasikazana kwamba moto sio majanga tu na hujuma. Hiyo dhana kidogo ingetoka kwanza. Na ile inasababisha hata katika utekelezaji unaokuta kwa vile nchi za wenzetu unakuta kwa vile kama majengo lazima ukatie bima kama lazima ukatie bima ya gari. Kwa hiyo watu wanachukulia kwamba jengo lilikungua kwa sababu labda hii itokee hujuma, si mtu amehujumu tu. Hata hii inaweza kutoka kwa sababu ya majanga. Kwa hiyo wangeanza pale kusema labda majengo ya biashara yote yakatiwe bima ambayo ni hela ndogo tu, 0.2% ya value ya jengo zima. Kwa hiyo hiyo ungekana na hizi hata ambazo zinajitokeza. Lakini ukisema jengo liweze kuvua mpaka mtu afanye huduma hiyo kidogo, hiyo sana ingetoka. Ndio ushauri wangu. Ushauri mzuri. Haya ni maoni, sawa. Niandikie ujumbe wako mfupi na namba yetu ndio hiyo. Pigie simu moja kwa moja, na kuna mtazamaji wangu mwingine hapa. Habari za asubuhi. Hello. Habari za asubuhi. Nzuri, habari za studio hapo. Njema, tunaomba kufahamu jina lako ni nani na unapiga simu ukiwa wapi? Tunaomba maoni yako kwa dakika moja tafadhali. Mimi naitwa Rashid Bakari na niko Kiteto. Karibu sana kutoka Kiteto. Maoni yangu mimi bwana, nilikuwa nauliza hivi. Ndio. Hii ya hii zimamoto. Ndio. Sisi huku huwa askari wa zimamoto wanakuja, wanasema tuchangie zimamoto, tuwe na na extinguisher, lakini sisi nyumba zikiungua hapa inawaka moja kwa moja tu, hakuna hata msaada wala gari la aina yote hapa wilaya ya Kiteto. Kwa hiyo sasa watu wanalipa hela ya bure. Hebu naomba ushauri hapo. Sawa, asante. Ni Kiteto, sijui kama litakuwa ndani ya uwezo wa kamanda, lakini pengine kama atalijibu sawa. Habari za asubuhi. Mtazamaji, habari za asubuhi. Hajawa tayari huyu, tumsikie mwingine. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi ni njema. Habari hapo? Njema. Tunaomba kufahamu jina lako ni nani na upo wapi? Mimi naitwa Gervas Balipesa Ndambi kutoka Kasulu. Kutoka Kasulu. Kutoka Kasulu, Kigoma. Haya, karibu sana. Mwisho wa reli huko. Asante. Ninachoshauri ni kwamba elimu kutolewa ni kitu cha msingi sana kwa wananchi. Sawa, asante. Elimu kutolewa ni tumsikiza wa mwisho. Habari za asubuhi. Habari huko. Salama. Jina lako ni nani na upo wapi? Niko Moshi. Jina lako? Jina langu naitwa ni Robert Chua. Okay, Chua, karibu sana kwenye kipindi. Bwana, ndio na kipindi. Ndio, live, karibu. Angalia nikiingia hapa. Sasa kwa kweli kuna wengine wanakuta hii fight extinguisher unalipa gharama kwenye paa. Sasa lakini sasa kama ukipata tatizo la moto pia sio hata hawaja haraka. Sawa. Sasa naomba niishie hapo kwa sababu maoni ni mengi na mnanipigia simu hapa, lakini walau tuweze nafasi. La kwanza ni maoni tu ya kawaida, kuondoa ile tu ya dhana kwamba kuna hujuma na nini, kuna wakati yanatokea tu kawaida. Lakini tuelezee pengine ambao ameulizia fire extinguisher pamoja na malipo. Karibu. Nashukuru sana. Nimeona wengine ametoa maoni hata wa Dar es Salaam, maoni ya kusema watu wawe na bima ndio kitu anachosema. Yeah, sahihi. Kwamba unawekeza kwenye ustahimilivu kuliko kusubiri maafa. Kama jengo lako umelikatia bima, maana yake likipata shida, limedondoka, limeungua, basi utafidiwa. Leo umeweka kidogo lakini utapata jengo lako vizuri kuliko kuanza kujenga upya. Maana yake utauza shamba, kama una mifugo utauza ili uweze kulipata lini. Kwa hiyo mimi nakubaliana naye kwa maoni yake, na sisi huwa tunahimiza watu wakatie bima majengo yao na vyombo vyao vya usafiri. Lakini wa pili yeye ametoka Kiteto, anasema wanapita askari wanaambia weka fire extinguisher, anakagua na sio hakuna msaada. Sasa hivi ninaweza akalijibu tena vizuri kwa sababu mimi nimefanya kazi Manyara, nikiwa hivi kaimu kamanda mkoa wa Manyara, na hiyo Kiteto ni wilaya ndani ya mkoa wa Manyara. Sasa mwanzoni nimesema prevention is better than cure. Kinga ni bora kuliko tiba. Na kama umenisikiza vizuri, nimesema Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kazi yetu kubwa sisi ni kuhakikisha tunazuia haya majanga yasitokee kabisa. Yaani yasitokee kabisa majanga ya moto au ya maokozi.
na endapo limetokea kwa bahati mbaya juhudi za kukinga zimeshindikana, basi yadhibitiwe pale pale akiwa katika hatua za awali kabla hajawa makubwa kuleta madhara makubwa. Kwa hiyo siku yote ukiona gari la zimamoto inakimbia inaenda, kuna sehemu kuna changamoto hatuweza kuzuia, na tulivyozuia basi imetokea jambo ambalo limeshindwa kudhibitiwa katika hatua za awali. Kwa hiyo wale askari wanaopita ni kwa ajili ya kuhakikisha kuwakagua na kuwashauri, angalia ili moto usije ukatokea hapa, angalia mfumo wako wa umeme, angalia jambo hili, angalia hili, lakini weka kifaa cha kuzimia moto ili ikitokea moto basi uweze kudhibiti katika hatua za awali. Ni kweli kwa pale kuna changamoto, lakini na uhakika sasa hivi kuna magari mengi yamefika. Yani yeye kitoto haifiki Disemba atakuwa ameshapata gari. Hata mimi hapa mkoa wa Mwanza hapa kuna sehemu magari hakuna, lakini kuna magari yanakuja awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya tatu. Kwa wilaya zote ndani ya muda mfupi zitakuwa na magari, lakini utakuwa na magari mawili ndani ya wilaya moja. Unakata zaidi ya 40. Usipochukua kinga na tahadhari, hata hayo magari yanaweza sikusaidie. Kinachotusaidia sisi ni kuhakikisha tumechukua kinga na tahadhari au matukio yasitokee. Haya, huyu wa Moshi amesema bwana wanatuelimisha lakini wanachelewa kufika. Na ni kweli katika lawama ambazo jeshi la zimamoto na uokoaji Afrika nzima, sio Tanzania tu. Ukifuatia vyombo vya habari nyinyi waandishi, fuatilia hata nchi zinazotuzunguka. Wanasema zimamoto wanachelewa kufika. Na hata wakifika wanafika hawana maji. Hayo imekuwa ni lawama za kawaida, lakini ni jambo ambalo si la kweli. Ni kwamba ili niwahi kufika lazima nipate taarifa kwa wakati. Sasa watu wengi namba yetu ya dharura hawaijui. Ukipata tatizo piga namba ya dharura 114. Kwa hiyo 114 piga namba ya dharura 114. Ni bure hiyo. Ni bure kabisa, hata kama simu ina vocha. Itatafuta kituo cha zimamoto na uokoaji cha karibu, itaenda pale. Usipio kaanza kusema afanye na kusalimu. Au hapo watu wengi wanapiga na mmoja alikamatwa Geita kule, lakini alisamehe. Nyingine huwa tunawaelimisha tu kwamba acha, na akizidi anaweza kuchukuliwa hatua kwa sababu sheria zipo. Unakuta sasa sijajua bena Dems unakaa wapi, naweza Kirumba. Unakaa Kirumba. Ndio. Limetokea tatizo Kirumba. Watu wanaanza kuhangaika, majirani wanatoa vitu, lakini moto unazidi kuwa mkubwa. Anasema mtafute Bernard James akuitia watu wa zimamoto. Sasa tutafuta sasa hivi huko kwenye kipindi. Sahihi kabisa. Sasa mwingine chukua pikipiki, nenda kituo cha zimamoto, sasa moto hawezi kusubiri. Kumbe namba 114. Hatua nzuri kabisa za kutoa vitu nje, hakikisha umeshapiga namba ya dharura 114. Kwa hiyo unakuta moto unavyotaka kupamba moto na msaada umefika. Sio wewe umechoka, huwezi kusogea, ndio unaanza kuhangaika kutafuta namba ambayo pengine hauna. Kwa ushapata na pressure ukakuzimia juu. Mara hiyo unasikifika moto kama ni mkubwa, maana utatumia pressure kubwa. Kwa kama una maji lita 6 unaweza ukadischarge lita 2000 kwa dakika. Yaani ndani ya dakika 3 mpaka 5 maji yameisha. Kama hakuna chanzo mbadala pale cha kupata maji, ndio matokeo yake wanasema sasa umepita sasa hivi. Kwa hiyo ndio wameenda wapi? Wamefuata maji. Na walikujaje bila maji? Sasa huwezi kufika sehemu bila maji. Isipokuwa moto kama ni mkubwa lazima utumie pressure kubwa. Na kama hakuna chanzo pale cha maji lazima ufuate maji sehemu ya mbali. Kwa hiyo swala la kusema kwamba tunachelewa kufika au tunafika hatuna maji si kweli. Kama tumepata taarifa mapema, miundombinu ni rafiki, tunafika kwa wakati. Sasa kuna changamoto nimeiona hapa Mwanza, watu wengi wanaacha njia finyu sana. Sasa kwenye kata za milimani huko. Kata za milimani tunafika unakuta umebakiza kilomita nzima kufika kwenye tukio. Huwezi kuunga mipira kilomita nzima. Sasa sisi wataalamu tunaanza kushirikiana na wenyeji kufanya kazi kienyeji. Kumbe mtambo upo ambao ungefanya kazi kitaalamu. Kwa hiyo wahakikisha wanaacha njia ili tuweze kuwafikia kwa wakati. Ndio prevention hiyo. Ndio kinga hiyo. Sasa tumebakiza dakika 4, pengine tuweze kuhitimisha sasa ujumbe wetu kwa ujumla kwa wananchi tunawaambiaje hapa, alafu tutamalizia na kamanda hapo walau kwa ufupi. Kwa upande wangu kila kundi lina wajibu. Tukianzia kwenye jamii ina wajibu mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba inawekeza kwenye kujilinda zaidi, kupunguza zile hatari. Lakini pia tukienda kwa wadau pamoja na serikali, wito mkubwa sana ni katika kuangalia mipango yote ambayo tunaifanya na kwa kuzingatia kauli mbiu ya mwaka huu, kwa kiasi gani tunawekeza kibudget na kimipango kuhakikisha kwamba tunaweka zile budget za kupunguza zile hatari za maafa. Lakini pia tunakuwa na wataalamu wakati mwingine, na inafanyika vizuri zaidi katika kufanya zile assessment na zile risk. Unajenga jengo lako, hakikisha kwamba pia umeweka wataalamu ambao wamehakikisha kwamba jengo limezingatia yale mambo yote, lakini pia umehusisha taasisi zinazohusika kuweza kupunguza madhara. Kwa hiyo wito wangu mkubwa sana tuwekeze zaidi kwenye kujiandaa
na kukinga zaidi kabla ya kuweza kutumia gharama kubwa kwenye maafa. Asante sana Arthur. Kamanda, karibu. Nashukuru sana. Mimi la kwangu la kuasisitiza wananchi kwamba kinga hasa kwenye majengo inaanzia kwenye hatua ya mchoro. Unapokuwa umechora mchoro wako uzingatie kinga na hatari za moto. Lakini kinga pia inaendelea kwenye ujenzi. Unaweza ukachora vizuri lakini ukajenga vibaya. Kwa hiyo umeshapoteza zile kinga. Lakini unaweza ukachora vizuri ukajenga vizuri ukaja kutumia vibaya. Mchoraji aliacha mlango wa dharura, au unasema hapa tuweke frame ya duka. Tuweke duka la simu hapa, watu wanapita sana. Kwa hiyo ni washauri kwenye mchoro wako hakikisha umepitishwa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria. Pale kwenye mchoro ni rahisi kushauri kwamba hapa weka njia dharura, weka upana namna hii, fungua milango namna hii. Ukishaanza kujenga ukakuta unajenga tofauti, itakuwa ni hasara tena. Hujawekeza huko vizuri, tukaambia lazima hapa uache mlango na wewe mlango ukuplan. Kwa ghorofa hili lazima uweke bomba la kupitisha maji kupandisha juu kwa mujibu wa sheria. Sasa kama mchoro ukupita, utashangaa sasa unaanza kubomoa, kurudi kuweka mabomba. Kwanza unaweza ukaingia harama na ukaharibu hata ile taswira ya jengo lako. Mabomba baada ya kupita ndani sasa utalazimika upitishe nje. Kwa hakikisha mchoro unapita Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Na kama kuna dharura yoyote basi wapige namba ya dharura 114. Lakini tunawakaribisha kwenye vituo vya Zimamoto na Uokoaji vivyo karibu ili uweze kupata ushauri zaidi kabla janga lijatokea. Sawa. Swali la haraka hivi, zile fire extinguisher huwa nikienda hata hospitali nazikuta pale. Mimi ninaweza kuzitumia zile kwa ajili ya kuokoa maisha? Sawa, zile portable fire extinguisher, ile mitungi midogo ni kwa ajili ya kila mtu aliyeko pale. Iwe ni shuleni basi wanafunzi. Hakuna mtu special. Ndio maana tunapita kuwapa awareness. Unapo jengo lolote iwe ni hospitali lazima ina fire safety certificate. Ili kuipata lazima uwe umefundisha watu wako namna ya kutumia vile vifaa. Kwa sababu kama utasema anajua mlinzi, sasa huko ghorofa ya 3, ushuke chini upande. Moto ulikuwa ni mdogo sana, unakuwa umeshakuwa mkubwa. Kwa hiyo kila mtu aliyeko pale lazima ajue namna. Sasa una chumba kimoja nataka uweko hiyo. Wewe chumba kimoja kiwezi kuwaka moto. Kila mtu lazima awe nayo. Ndugu yangu, chumba. Haya, tunawaka moto, sembuse chumba changu kimoja. Haya bwana. Asante sana, mimi nakushukuru. Tuachie nyumba tuweke bwana. Kwa siku hii ya leo, langu jina ni Lilian Ruguga. Utanifuata kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa jina hilo. Kesho nayo ni siku, itakuwa ni Nyerere Day. Kesho ni kumbukumbu ya miaka 99. Kumbuka nilikuwa kidato cha pili. Wakati wa historia najivunia. Sawa. Tunakumbuka vizuri. Sawa, kesho tunamkumbuka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mtazamaji, kwa niaba ya kaimu kamanda wa mkoa wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kamishna msaidizi Elisa Mugisha, asante sana kuja kwenye kipindi. Lakini vivyo tukiwa na bwana Arthur Mugema ambaye ni meneja miradi kutoka Emedo. Tunashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya pia Emedo na jeshi letu la Zimamoto na Uokoaji. Tunashukuru sana. Lakini pia tuendeleze hii elimu iweze kuwafikia wengi zaidi. Namba 114. Umesave kwenye simu yako hapo? Chukua simu, save bwana, save hapo. Hapana, kwa nini save wakati ninayo? Pale unajua pale ikishatokea pale huwa kuna kupanic. Ndio kushangaa unatafuta ufunguo kumbe umeushika mkononi hapo. Ufunguo uko wapi bwana, unatukana uchukue uko mkononi. Panic. Akili changamoto. Hamna, kuna kupanic pale. Basi mtazamaji, kwa niaba ya wageni wetu ambao wametupa ushirikiano mzuri sana kwa kipindi kwa siku ya leo, lakini pia Lilian, jina langu ni Bernard James Bidie. Lakini cha msingi, hebu zingatia yale yote ambayo wameeleza hapo. Ukitaka kujenga nyumba, si consultation, nenda pale. Msiogope, wakati mwingine unajua anaogopa si ukifika pale nitaanza na nani, nitauliza nini. Nenda pia kwa Emedo, uliza pia. Wakati mimi nataka kujifunza kuogelea bwana. Kujiokoa ikitokea. Kwa yale mafunzo wakati mwingine. Mimi nikaja kujifunza kuogelea. Sasa hiyo ni wanaweza kukushauri siku yanatolea mafunzo ukaenda. Wataalamu hapa tunakuwa touch na wataalamu. Wiki 2 unaweza kuelea kwenye maji na float kabisa. Hiyo mimi naitaka. Nataka kujifunza kwa ajili ya kuogelea kwenye swimming pool. Sawa. Mtazamaji, basi hatuna la ziada leo, tukipunguza madhara yatokanayo na maafa na majanga. Umejifunza mengi zaidi, chukua hatua. Asante na tukutakie asubuhi njema.